Okay, teknolojia imetuleta katika misingi ambayo tunafanya kazi kwa kutumia akili nyingi ambayo imeshakuwa automated, yani akili imeshawekwa kwenye machines, inaweza kufanya kazi, au imewekwa kwenye digitals, inaweza kufanya kazi, imewekwa kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutusaidia sisi kufanya kazi. Kwa hiyo malengo makubwa tu kwamba binadamu anapenda sana kurahisisha maisha, yani kufanya maisha yawe rafiki kwake na mazingira yawe rafiki kwake, ili aweze kutengeneza vipato vikubwa, lakini aweze kutengeneza matokeo makubwa ya vitu ambavyo anataka kufanya. Kwa hiyo tutaenda sasa kufanya presentation yetu, na nikukaribishe wewe ambaye umepata huu mwaliko na kuingia katika hii Zoom, kuingia kwenye mkutano wetu wa leo. Ni mfululizo wa mikutano ambayo tunafanya mara kwa mara kwenye timu yetu, na kwa watu wote ambao wameshapata hii training wanaelewa cha kufanya ni nini. Sasa mimi nitaanza kuanza training. Naomba Adija umute mic yako. Ngoja nifanye hivi. Okay, mkutano wakati unaendelea, natamani tuwe na utulivu. Niondoe hii. Okay. Sasa nitaenda kufanya screen. Kama kuna mtu apate sauti afanye nini, naomba andike kwenye chat box pale, naweza kasoma message hapo. Au anyoshe mkono. Kuna mkono wa kidigitali, ukinyosha atauona. Na hapo ukienda kwenye screen yako, ukiandika kuna sehemu ya raise hand pale, unaweza ukanyosha mkono ukauona hapa, afu naweza kusikiliza kama wakati naendelea. So nitaenda kushare na nyie sasa muweze kuona gani ambacho leo tunatakiwa tujifunze. Nikishare huwa napenda sana nishare hii picha kabla sijaanza mafunzo yangu, ili watu waone tuko katika zama zipi. Madam Nasra, unaweza kuniambia kama screen yangu inaonekana? Yes, inaonekana. Okay, good. Sasa kama nilivyowaambia kwamba tuko katika mapinduzi ya 4 ya viwanda. Mapinduzi ya 4 ya viwanda yanakuja na teknolojia nyingi kama nilivyowaambia, lakini hapa tunaona huu mfumo wa fedha. Sasa mfumo wa fedha na wenyewe uko katika mabadiliko toka tumeanza mpaka sasa hivi. Tunaona hii system ya barter trade ilikuwa ni system ya ambayo ilifanyika zamani, ambayo kipindi hicho kulikuwa hamna pesa. Kwa hiyo hii ilikuwa inafanywa kubadilishana mali kwa mali, vitu kwa vitu. Lakini baadaye huu mfumo ukaonekana kwa teknolojia inavyoenda haufai tena. Ikaja kipindi hicho kulikuwa na gold. Sasa gold tunasema ni dhahabu. Dhahabu sasa ikawa ndio means of exchange. Kwa hiyo mtu mwenye kipande cha dhahabu alikuwa anaweza kubadilishia mtu mwingine, na wakapata kuuziana kwa kutumia hiyo vipande vya dhahabu. Lakini baadaye ikaja metal coins, zikatengeneza sarafu. Hizo sarafu zikawa zinafanya kazi ya kufanya exchange, yani kama unanunua kitu chochote unatumia sarafu. Lakini zikatengenezwa paper money, hizi hela za kuprintiwa ambazo tunazitumia mpaka sasa hivi. Sasa baada ya hapo hizi zikaonekana nazo zina changamoto kubwa sana ya utunzaji, zikaanzishwa benki. Ndio tukaanzisha benki hapa, zikapata kadi. Leo hii ukiwa na kadi unaweza kaenda supermarket ukanunua vitu kwa kutumia kadi, au unaweza kaenda kwenye duka lolote ambalo linakubali mifumo ya kadi ukanunua vitu, wakati pesa uko nayo hapo, pesa iko benki. Lakini baadaye ikaja mifumo ya electronic money. Nasema hizi ni pesa ambazo ziko katika mfumo wa digital, lakini zinatumia vifaa vya electronic, kwa mfano simu, kompyuta na anything ambayo inaweza kukubali mifumo. Hapa ndo tukaona Tigo Pesa, M-Pesa na zingine zikaja. Ikaachana na mambo ya kutuma pesa kwenye basi, kufanya nini, transaction zingi ikawa zinafanyika kwenye simu kwa kutumia electronics. Baada ya hapo sasa hivi tuko kwenye cryptocurrency, kwamba dunia sasa hivi ilikoelekea tunaongelea habari ya cryptocurrency. Sasa hivi nitachokwenda kuwafundisha ni cryptocurrency. Cryptocurrency imetokana na nini, lakini imekuja sasa hivi cryptocurrency inatusaidia nini sisi ambao tuko katika hii core, na je, sisi cryptocurrency tunaweza kuimiliki? Tunaimiliki kwa mfumo gani? Na
fursa gani zinazopatikana wewe kutengeneza cryptocurrency. Hicho ni kitu ambacho nataka kushare na nyie leo hii. Kwa hiyo nitastop kushare hapa, nitashare na nyie sasa presentation yangu ya kwanza ambayo part A itaonyesha sasa mfumo mzima ambao umetusaidia sasa na umetengeneza hizi cryptocurrency. Kwa hiyo hii nice. Okay, hii nitaitoa hapa kwa hapa. I think inaonekana. Okay, tutakachojifunza leo ni blockchain technology. Madam, inaonekana sio? Yes, inaonekana. Good. Nataka niende, kuna siku nimefundisha mpaka mwisho nasema tulikuwa tuoni kitu. Okay, tutakachojifunza leo ni blockchain technology. This is blockchain technology. Hii ni teknolojia ambayo ni mojawapo ya teknolojia ambayo iko katika fourth industrial revolution au tunasema mapinduzi ya 4 ya viwanda. Sasa blockchain technology kwa lugha nyepesi kabisa ambayo kila mtu anaweza akaijua ni daftari la kidijitali linalotumika katika kunakili na kuhifadhi taarifa na miamala mbalimbali. Daftari la kidijitali kwenye mambo ya kawaida tunayotumia katika kuhifadhi fedha. Kuna zile zinaitwa ledger au vile vitabu ambavyo wanaandika wasibu, wanaandika sura imeingia imetoka. Yaani kuna vitabu vile virefu vile. Sasa hicho ni kitabu ambacho kiko katika mfumo ambao sio digital. Sasa blockchain technology yenyewe ni daftari la kidijitali. Sasa hili linahifadhi kwa mfumo wa digital. Manake hatuhitaji kuandika na kalamu, hatuhitaji kuandika kwenye kitabu kile. Hii sasa inahifadhi kwa digital. Manake ni nini? Kama nahifadhi kwa digital, manake hata pesa yenyewe inayotumika ni digital. Sasa hii blockchain ni mfumo mfumo sasa unahifadhi taarifa kwa namna ambayo ni vigumu sana kuweza kuingiliwa. Hapa niko hapa, kuweza kuingiliwa au kudanganya au kubadilisha taarifa ama kudukuliwa na mtu yoyote. Hivyo huu mfumo ambao ni salama sana, yani mfumo uko salama sana. Huu ni mfumo ambao ni salama sana. Kwa hiyo kwa jinsi mfumo ulivyotengenezwa, maana huwezi kudukua, huwezi kudanganya, huwezi kubadilisha taarifa yoyote au huwezi kudukua chochote. Lakini tunasema blockchain ni muendelezo, huu hapa ni muendelezo wa internet toleo la pili. Sawa. Na hii internet toleo la pili ilikuwa inajulikana kama internet of value. Kwa sababu ilikuwa inatumika katika vitu vingine vyenye thamani kama vile pesa. Sasa huu mfumo wa blockchain ni tofauti sasa na toleo la kwanza la internet ambao linatumika sana katika kutuma taarifa ambazo hutuma pia kopi kile kitu ambacho umetuma. Kwa mfano ule mfumo wa internet wa kawaida ambao tunatumia kwenye WhatsApp, tunatumia kwenye email address, tunatumia kwenye mfumo mbalimbali. Tunasema ule unaweza kutuma kitu alafu wewe mwenyewe ukabaki nacho. Yaani nikikutumia wewe hapo Catherine, nikakutumia picha yangu mimi kwa WhatsApp, bado hiyo picha nitaendelea kubaki nayo mimi. Na wewe ukimfuadia Moringe ukamfuadia Catherine, manake wewe hiyo picha utaendelea kuwa nayo na Catherine itaendelea kuwa nayo. Kwa hiyo huo mfumo sasa kwa sasa hivi kwenye blockchain haufanyi kazi kwa sababu tunadili na pesa. Sasa pesa siwezi kukutumia mimi pesa afu nikabaki nayo afu pesa ikaonekana ina thamani. Itakuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo kwenye mfumo huu umekuja kuondoa hizo tofauti sasa. Kwa hiyo toleo la kwanza lile lilikuwa kwamba ukituma kitu unabaki nacho, lakini kwenye blockchain technology hapa nikitumia pesa mimi yote inaondoka kwangu inakuja kwako. Kama unanilipa baki pesa nitapokea mimi, kama nakulipa baki pesa utapokea wewe. Okay, nafikiri kwa maelezo ya mwanzo umeweza kuelewa habari ya blockchain technology. Sasa kwa nini huitwa blockchain?
Kwa nini inaitwa blockchain? Ni kwa sababu zile haya maneno mawili yana maana hivi. Kuna neno block alafu kuna neno chain. Na nafikiri unajua maana ya chain. Chain ni kile vitu ambavyo vimeunganishwa. Lakini block ni vile vipande. Sasa kwa hapa block ni vile kurasa. Sasa manake blockchain manake kurasa zimeunganishwa. Sasa lengo la kuunganishwa ni nini? Ni utunzaji wa taarifa na kumbukumbu kwa hicho kitabu cha kumbukumbu za malipo ya kidijitali ambacho kwa jina moja linaitwa blockchain. Sasa inapoanzishwa kabisa blockchain, kwa sababu ni uvumbuzi na ni technology, inapoanzishwa inakuwa na ule ukurasa wa kwanza. Hata kwenye kitabu kile cha kawaida lazima kuwe na ukurasa wa kwanza. Sasa ukurasa wa kwanza au block la kwanza linaitwa Genesis block, kwamba ni la kwanza kabisa. Lakini la kwanza pia linakuwa na namba yake ya utambulisho. Hii tunaita ni hash au tunasema ni fingerprint. Fingerprint manake hii namba haifanani na namba yoyote kwenye hicho kitabu. Ni sawa sawa na fingerprint ya kwangu mimi haifanani na ya mwanangu, haifanani na ya Moringa, haifanani na ya pili, ni ya kwangu mimi. Hata kama nikizaa watoto 20, kila mtu anakuwa na fingerprint yake. Kwa hiyo hata huku ukurasa wa kwanza hautafanana na ukurasa mwingine. Kwa hiyo previous hash manake hii ndo ya kwanza, kwa hiyo previous hash inakuwa ni zero. Yaani nani fingerprint ya kwanza ni zero. Iliyotangulia ni zero kwa sababu hiki ni kitabu ndo ukurasa wake wa kwanza. Lakini unapotengeneza ukurasa wa pili, huu umejaa sasa. Kwa teknolojia ilivyo, manake inaruhusu hizi taarifa zikijaa kwenye ukurasa wa kwanza, linafunguliwa ukurasa wa pili. Funguliwa ukurasa wa pili unakuwa na wenyewe unaunganishwa na hii chain. Hii sasa ndo chain. Sasa taarifa zinahama hapa, zinaingia kwenye ukurasa wa pili. Zikihama hapa, ukurasa wa pili, kumbuka umebeba taarifa ambazo ziko katika ukurasa wa kwanza. Kwa hiyo ukurasa wa kwanza unapeleka taarifa kwenye ukurasa wa pili. Kwa hiyo ukiangalia hii fingerprint hapa ni sawa sawa na fingerprint hii hapa. Kwa hiyo manake hizi taarifa hizo zinabebwa hapa, zinaletwa kwenye ukurasa wa pili. Zikishabebwa, bado ukurasa wa pili nao unatengenezewa hash yake, unatengenezewa fingerprint yake. Hapa nakaa sana ili muweze kuelewa. Ukishaelewa hapa, hakuna mtu atakaye kuzubaisha hapo, utakuwa unajua kumbe hii mfumo uko hivi. Kwa hiyo ukishatengenezewa hash yake au fingerprint, manake huu mfumo hii ukurasa wa pili umebeba taarifa za ukurasa wa kwanza na ukurasa wa pili. Kwa hiyo kwa lugha ya rahisi kwamba hata sasa hivi ukurasa wa kwanza ukiondoka, bado taarifa ziko katika ukurasa wa pili. Hiyo ndio concept kubwa sana. Haya, ikijaa hii kutokana na muda ambao imetengenezwa, kwa mfano blockchain nyingine inatumia dakika 10, nyingine zinatumia dakika 20, nyingine zinatumia dakika 15, hazizidi dakika 20, nyingi zinatumia hiyo. Kwa hiyo ikitengenezwa sasa la pili, hili limejaa, inatengenezwa la pili, hii inabebwa tena kwa chain, inapelekwa kwenye block la tatu. Block la tatu kumbuka litakuwa limebeba taarifa za block la pili. Block la pili pia limebeba taarifa block la kwanza. Kwa hiyo la tatu na lenyewe lazima litengenezewe fingerprint yake. Haifanani na nyingine huko kwenye blocks zilizotangulia. Hivyo hivyo la tatu linabeba taarifa, la nne linabeba taarifa kutoka la tatu. Kwa hiyo kila baada ya dakika 10, kwa mfano kuna blockchain ya Bitcoin, manake yenyewe inabeba kila baada ya dakika 10 itatengeneza. Kwa hiyo manake toka blockchain ya Bitcoin imeanzishwa kwa mfano au ya Ethereum mwaka 2009, manake sasa hivi kila baada ya dakika 10 hizo taarifa zinahifadhiwa kwenye kompyuta nyingi sana. Manake unaweza ukaona kwamba sasa hivi hata ufanyeje huwezi kuharibu mfumo, kwa sababu hizi taarifa zimesambaa kwenye millions of computer ambazo ziko duniani. Kwa hiyo kuna kompyuta nyingine ziko Marekani, Tanzania, kokote pale. Sasa ili uweze kufanya chochote uharibu, inabidi uanzie kwenye block la kwanza uende mpaka la mwisho uharibu taarifa zote, kwa sababu zote zinasambaa kwenye kompyuta zote. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza hiyo kazi ndani ya dakika 10. Hata mashine, hata robot haiwezi ndani ya dakika 10. Kwanza itambue kompyuta zote duniani, lakini ifanye ndani ya dakika 10 ifute kila kitu, ndio utakuwa umedestroy mfumo mzima. Lakini kwa mfano hapa ikipata shida hii, ili block namba 2 ikipata shida hili hapa,
ikipata shida ile, bado hii lipo la kwanza lipo, taarifa zimesambaa katika mablock yote. Kwa hiyo hiyo pase ndio construction ya blockchain. Construction yake iko pure kabisa. Kwa hiyo sasa unaweza kaona kwamba tuangalie sasa hii blockchain sifa zake ni zipi? Sifa za kwanza ya blockchain, it is decentralized. Naposema decentralized maana yake haijawekwa sehemu moja kwamba hii iko Tanzania pale BOT, kwamba ukibomoa jengo fulani umebomoa kila kitu. Hii iko decentralized, yani imetapakaa kokote duniani. Mfumo huu hauendeshwi na mamlaka yoyote ya kati kama vile serikali au taasisi, isipokuwa unatumia mamilioni ya kompyuta za washiriki, tunaziita computer nodes, kujiendesha. Daftari hili aliko katika chanzo kimoja, isipokuwa linakuwa katika kompyuta za washiriki wote walioko kwenye huu mfumo. Kwa hiyo wewe kompyuta yako ukizima, watu wengine wanaendelea. Kompyuta ya Tanzania mkizima, wanaendelea. Kwa mfano sasa na internet mwaka jana tulizima sisi hapa, tukahangaika hatupati, lakini watu wa Kenya walikuwa wanakaa vizuri, wanafanya vizuri, wanafanya vyovyote. Kwa hiyo hatukuweza kuzima internet dunia nzima, hatuwezi. Ni sasa na wewe ukizima tu kwenye simu yako, watu wengine wanaendelea kutumia. Sasa sifa ya pili tunasema it is distributed. Yaani manake hii ledger imekuwa distributed kwa watu wengi. Ukituma kitu hapo kinasambaa kwenye kompyuta zote duniani. Taarifa katika hii daftari hazitunzwi katika sehemu moja, isipokuwa zinasambazwa katika millions of kompyuta za washiriki wote kwenye huu mfumo ulioko sehemu mbalimbali ulimwenguni kote. Kila kompyuta inakuwa na nakala ya hilo daftari. Mabadiliko yoyote yakifanyika kwenye hili daftari yanatumwa mara moja ndani ya sekunde chache kwenye kila kompyuta iliyo katika hilo daftari. Unaona hapa ikitumwa hii inasambaa kwenye kompyuta zote kwa washiriki wote. Good. Sifa za blockchain nyingine tunasema consensus protocol. Hivi ni vitu ambavyo ni vya kitaalamu, lakini tunatakiwa vijue tu kwa kuelezewa kama hivi, kwamba huu ni mfumo wenye uaminifu wa hali ya juu sana, ambapo umeondoa uaminifu wa matumizi ya mtu wakati kama vile benki au wanasheria katika kufanya uhakiki kwa kutumia kompyuta katika uhakiki miamala ya vitu vya thamani, kwa mfano hati ya nyumba na fedha. Sasa kwa mfumo huu, kwa kuwa unatumia kompyuta, kwa vile mfumo huu hauna mtu wakati anayosimamia, makubaliano hufikiwa na kompyuta zote katika mfumo baada ya kupitia miamala yote na kuhakikisha kukubaliana na taarifa zipi sahihi ziko sahihi ziingizwe katika daftari, na taarifa ambazo sio sahihi ukataliwa. Hii hufanyika kupitia proof of work. Lazima ziangalie hii kazi iliyotumwa. Kwa mfano Moringa anataka kumtumia hela Catherine. Je, Catherine ana wallet ya kupokea hizo hela? Ana. Sasa zitaendaje? Manake huo muamala utatoka kwa Moringa. Lakini labda Fatuma anataka kumtumia Catherine pesa. Manake itaangalia kati ya wallet ya Catherine na ya Ninaposema wallet sijui mnanielewa, ni kwenye mfumo huu wa blockchain, maana tunatumia wallets. Wallets ni zile mikoba ya kidijitali ambayo tunaitunza pesa. Kwa hiyo hakuna account ya benki, hakuna nini, unatunza hela kwenye wallet ambayo inakuwa kwenye simu yako. Okay, kwa hiyo taangalia vyote viwili, kama mpokeaji na mtumaji wote wana sifa, basi muda huo hii kompyuta zinatia tiki. Zikishatia tiki, basi huo muamala unafika ndani ya sekunde. Lakini ikiona kwamba huko kuna shida, maana kompyuta pia zitaweka X, kama hapa unavyoona zitatoka X, hazitaweka muamala utaenda. Kwa hiyo itaangalia hiyo vitu kwa wakati mmoja. Mfumo huu unaiangalia hivyo ndani ya sekunde, kwa maana kutumia fedha ndani ya sekunde hiyo fedha zinafika kwako. Okay, sifa nyingine ya blockchain ni kwamba immutable, kwamba hii ni mojawapo ya sifa kubwa sana katika blockchain, ambayo muamala wowote ukishafanyika katika blockchain hauwezi kubadilishwa kwa namna yoyote ile. Nikisha kutumia hela pili, kutumia $500, siwezi kuirudisha mimi hata nifanyeje.
mpaka wewe kama tunafahamiana nikwambie bwana nirudishie, itakuwa nitumie dola 200, utabonyeza ikawa 2000, naomba nirudishie 1800 zangu au ngapi hizo 1,100 ngapi utanirudishia. Lakini kama nimeshatuma siwezi kurudisha tena. Kwenye M-Pesa au kwenye mitandao mingine unaweza kujirudishia hela wewe, umtumia hela afu baadaye ukazirudisha, lakini huku huwezi kurudisha. Immutability inaifanya iwe ngumu sana kwa mtu yote au taasisi yote kubadili au kufuta au kudanganya au kupenyeza au kurekebisha au kubatilisha taarifa au muamala wowote ambao umehifadhiwa ndani ya mfumo wa blockchain. Kwa hiyo hakuna taasisi inaweza kubadilisha, hakuna taasisi inaweza kuondoa, lakini inakuwa ni vigumu sasa kwa mtu yote kuanza kusimamia sema mimi sasa ngoja kwanza nile chakula afu baadaye ndo nikadhibitishe hii. Hamna hicho kitu. Hakuna binadamu hapo. Kwa kuwa historia ya miamala yote na taarifa zote zinakuwa zimehifadhiwa katika mtiririko maalum, na kipengele kinafanya kazi ya kukagua na kuhakiki itafanyika kwa weledi, wepesi na kwa kutumia gharama ndogo sana. Kwa ujumla, immutability husaidia kuongeza ufanisi katika biashara nyingi na kuweka uwazi na ukweli katika mashauri mbalimbali ya kibiashara. Kwenye blockchain ukifanya transaction ndani ya muda huo, yani hakuna hata haja ya kumuuliza mtu kama uko sahihi na hiyo linki uliyotuma, maana yake muda huo mtu amepata pesa, na unaweza ukakagua wewe mwenyewe kama imemfikia, unaona moja kwa moja, kwa sababu una uwezo wa kuangalia kila kitu kwenye mfumo. Anakuambia haijafika, ukiangalia unaiona kule kwenye wallet yako. Kwa hiyo unaweza ukawa hivyo. Sifa ya 5 tunasema open source code. Mfumo wa blockchain umetengenezwa kwa namna ambayo misimbo yake iko wazi kwa watu wote, public. Mtu yote anaweza kaangalia pesa hata ulizonazo kwenye wallet yako kama ameijua. Unaweza ukaview, lakini unaweza kubadili, unaweza kukopi, kunakili, unaweza kukopi kitu ukakinakili. Unaweza kupitia na kujifunza. Unaweza kujifunza kwenye blockchain ukajua kuwakilisha wengine, unaweza ukashare kwa wengine. Pia mfumo huu wa blockchain technology unaruhusu wabunifu mbalimbali wa program developers na watu wamesomea sasa mambo ya kudevelop mifumo, kutengeneza program mbalimbali kama inaitwa DApps au smart contract, zenyewe zenye kufanya kazi na kutatua changamoto mbalimbali katika jamii katika mfumo wa blockchain, ambapo hujiendesha kwa kutumia miundombinu iliyopo katika mfumo wa blockchain. Kwa hiyo ikishatengenezwa ikawekwa ndani ya blockchain, maana inafanya kazi yenyewe. Kwa sasa kuna ongezeko kubwa sana la uhitaji wa matumizi ya smart contract duniani. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo teknolojia hii inavyozidi kufahamika na kuwafikia watu wengi zaidi, kwa hiyo manake mfumo huu uko wazi kwa mtu yote anaweza kufanya. Kuna watu wanatengeneza zile zinaitwa NFT, nani fungible token. Kuna watu unaweza kupiga picha yako nzuri ambayo haijawahi kutokea, yani ambayo haijulikani duniani, ukaipa thamani ukaweka kwenye blockchain na bado ukatengeneza pesa. Mtu yote atakayetaka kuinunua ukaipa validity, hiyo vitu utaviona tena. Ukaipa upekee wake, watu wakawa wanainunua hiyo picha, wakaitengeneza, ukatengeneza pesa kupitia blockchain. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vipo kwenye blockchain. Sifa nyingine za blockchain tunasema transaction zake sasa ni peer to peer. Tunaposema peer to peer, maana yake hakuna mtu wakati. Nikituma hela kwa Fatuma, maana yake hiyo hela mimi natoka kwangu naenda kwa Fatuma direct, hakuna mtu katikati. Lakini ukituma hela kwenye mifumo mingine lazima kuna watu wa katikati, 2 3 wanachukua hela yako wewe. Hapa mimi nikitumia dola 200 imefika kwako dola 200. Transparent tunasema ni uwazi mkubwa katika miamala. Yaani mimi hapa nikipata account ya Fatuma naweza kaangalia miamala yake yote, lakini hata nisipoijua kama ni ya Fatuma naweza kaangalia account ya mtu yoyote hata kama sijui ni nani. Kwa hiyo ziko wazi, unaweza kukagua miamala. Lakini security, kwamba usalama katika miamala, yaani hiyo miamala iko secured, hakuna mtu anaweza kufanya chochote kwa sababu ya immutability. Haiwezi kufanya chochote mtu. Mtaziona pesa kwenye wallet yako lakini siwezi kuzitoa mpaka wewe uzitoe. Alafu nasema public, mtu yoyote anaweza kutumia.
uwe na vyeti, uwe na elimu ndogo, uwe na elimu kubwa au hujasoma, unaweza kutumia, ili mradi tu umekaa umefundishwa na maelekezo. Anasema faster settlement, miamala yake hufanyika kwa haraka sana, yani kituma ndani ya sekunde hela imeshafika, haijalishi uko wapi. Kwa hiyo low transaction fee, unaweza ukatuma trilioni, unaweza ukatuma billions of money kwa kutumia senti kidogo, dola senti kidogo sana, ambayo unaweza ukatuma billions of money. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho, hizo ni sifa nyingine za blockchain. Lakini tunasema matumizi yake sasa, matumizi makubwa ya blockchain wakati inatengenezwa ilikuwa kwa ajili ya kutengeneza hizi cryptocurrency, na mwanzoni pale nimeonyesha kwamba cryptocurrency ni nini. Sasa hizi zinaitwa sarafu mtandao au sarafu za kidijitali. Sorry. Iliko inahitaji kupozwa kidogo. Hizi ni fedha za mtandao ambazo ziko katika mfumo wa kidijitali, ambazo hutumika kununua bidhaa au kulipia huduma mbalimbali. Digital asset, hizi pesa sasa za sarafu za kidijitali ambazo cryptocurrency nasema ni digital asset, pia hutumika kama asset za kidijitali zenye uwezo wa kukupatia faida kubwa sana. Ni mali inayopanda thamani kwa kadiri muda unavyokwenda na kwa kadiri inavyotumika. Sasa hapa nimeandaa kachati haka. Nimepiga projection ambayo inasema hivi, mwaka 2010 tuseme labda Catherine yeye alijenga hii nyumba inaitwa nyumba kwa kitaalamu watu wanasema real estate. Alijenga hizi estate zake, akatumia mtaji wa dola milioni 1. Huyu Catherine yeye akajenga wapi? Dubai. Sasa Dubai wanasema hivi, sheria ya Dubai kwamba ukijenga investment yako na nyumba utapata 7% kwa mwaka. Kwa hiyo yeye huyu alikuwa anapata dola 70,000 kwa mwaka toka mwaka 2010 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa miaka 11, manake huyu Catherine yeye atakuwa ametengeneza dola hizi hapa 770, kwa sababu sasa hivi ni miaka 11 toka amejenga hii. Sasa mtu mwingine huyu hapa pili yeye akapata elimu kama nao hapa sasa hivi hii hapa ya cryptocurrency. Mwaka 2010 ule akaambiwa bwana, kuna cryptocurrency ya kwanza kabisa inaitwa Bitcoin. Sasa Bitcoin inafanyaje? Akaambia hii ni asset, ukiinunua wewe sasa hivi, kadri siku zinavyoenda hii cryptocurrency inapanda thamani, na ikipanda thamani maana pesa zako ulizonunulia hizo zinapanda thamani kutokana na asilimia inazopanda. Pili akaambia okay, sawa, akanunua yeye. Sasa pili akatumia dola 100. By then dola 100 ilikuwa kama 120,000. Sasa akauliza bei yake ni kiasi gani sasa hivi kupata moja mimi Bitcoin moja? Sarafu moja yeye ilikuwa nauzwa senti moja, dola senti moja. Sasa dola senti moja manake yeye kwa ile hela aliyotoa hii angepata Bitcoin 10,000. Sehemu yoyote wapi, huyu kaweka Dubai, huyu sehemu yoyote ambayo angekuwa Tanzania, Ireje, wapi huko huko wapi Msoma ndani kwa Bakari ambapo angekuwa yeye, sasa angeweza kununua hii, ili mradi tuko na internet na yeye aweze kuwa na wallet au na kifaa chochote ambacho kinaweza kutunza wallet, kama ni kompyuta, kama ni simu, na hifadhi maneno yake 12 basi. Sasa leo hii mwaka huu sasa, na wakati nafanya hii ilikuwa mwezi wa 7 nafikiri, mwezi wa 7 sasa yeye naye anataka abadilishe iwe pesa, manake sasa huyu angekuwa na dola milioni 600. Kwa sababu gani? Wakati napiga hesabu, wakati naandaa hizo notes, bei ya Bitcoin ilikuwa dola 60,000 kutoka kwenye dola senti moja
Bitcoin moja unaipata kwa dola 60,000. Kwa hiyo maana yake ukizidisha hizi 10,000 mara 60,000 unapata hizi. Unapata mzigo huu hapa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hii ni asset ambayo iko digital. Ni asset ambayo iko digital kwa sababu inapanda thamani, na ndio sifa kubwa ya cryptocurrency zilizo nyingi zinapanda thamani. Japo kuna ambazo ziko stable, lakini kuna ambazo zinapanda thamani. Kwa hiyo manake hicho unatakiwa ukijue leo kwamba mtu ukimwona na cryptocurrency leo unaweza kumcheka leo tu, lakini ukija ukamkuta miaka 2, mwaka mmoja, hata miezi 6 inategemea, usije ukashangaa ukaona naongea habari nyingine. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nitakiwa mkijue kuhusu cryptocurrency. Sasa part A ya training yangu imeishia hapo. Kwa hiyo kwenye A umejua kwamba cryptocurrency, blockchain imetengenezwaje, na umejua matumizi ya kwanza kabisa ya blockchain kwamba ni kuwa na cryptocurrency. Kwanza niwapongeze wote, naona mko kwenye call. Maana mmejiandaa kukaa kwenye call. Kuna watu wanaingiaga wanatoka ndani ya sekunde amerudi. Nyie mmejiandaa, mmekaa sehemu nzuri kwa ajili ya kusikiliza. Kwa hiyo kwa hapa umeweza kuona kwamba hiki tulichojifunza ni elimu pana sana. Ukiingia kwenye maeneo mengine unakuta wanalipa mpaka milioni. Pata tu elimu kama hii hapa ambayo tumeichambua. Lakini nikishare na wewe hapa habari nyingi hapo unaweza kaona. Sasa kabla sijashare na wewe, mimi naomba nimalizie kwanza training. Niende part B ambayo tunasema smart contract. Smart contract ni zile contract ambazo zimewekwa kwenye blockchain, zinafanya kazi kwa miundo mbinu ya blockchain. Manake hakuna binadamu anakuwa involved pale, nafanya kazi zenyewe. Lakini zikifanya kazi zenyewe zinasaidia kutatua matatizo mbalimbali yaliko kwenye jamii, matatizo ya kifedha, matatizo ya kiuchumi, yanaweza kutatua na watu wanaweza kushirikiana sana kufanya hizo smart contract na wakatengeneza pesa. Kwa hiyo hicho ndo nitakachoendelea hapa kwenye kuna mtu ameingia hapa. Hiyo anayeingia nafikiri atakuja kujifunza hiyo fosaji sasa tunayoenda kujifunza sasa. Anaona amepata sauti. Okay. Kwa yule mgeni aliyeingia, karibu sana. Tunaenda kwenye somo la pili. Somo la pili ambayo tunasema ni smart contract. Kwa hiyo nitaenda kushare na nyie sasa hiyo presentation yangu ambayo nilikuwa naendelea nayo. Nafikiri takuwa mmeweza kuiona hapo. Hapa tulishia hapo. Madam, unaweza kuconfirm kama mnaiona? Yes, inaonekana. Okay, sasa ndugu zangu tunajifunza kitu kinaitwa fosaji. Fosaji ndani ya Binance Smart Chain. Hapa kuna maneno mawili ambayo ni mapya sana kwako. Hii fosaji, lakini hii ndani ya hiyo ni neno linajulikana, hii Binance Smart Chain. Haya ni maneno mawili ambayo inawezekana ni mapya kwako. Sasa fosaji hii ni smart contract au decentralized application. Lakini hii Binance Smart Chain hii ni blockchain. Nimewambia blockchain ziko nyingi sana. Kuna public blockchain, kuna zile ambazo sio public. Kwa hiyo hii sasa ni public blockchain ambayo inaitwa Binance Smart Chain. Na tutakachoenda kuangalia hapa ni fosaji. Sasa hii fosaji ni nini? Hicho tutaenda kukiona sasa. Sasa hapa ujifunze fosaji ni nini? Fosaji ni nini? Ujifunze fosaji ni nini? Fosaji ni moja ya application ambazo hazimilikiwi na mtu yoyote, wala hazina mamlaka ambayo inazisimamia, kwa sababu zimetengenezwa ndani ya mfumo wa blockchain. Understand this, kwamba fosaji ni application ambayo imilikiwi na mtu. Hakuna mtu anayemiliki, sio Pili, sio Godwin, sio Catherine, sio Nasra, yoyote amiliki fosaji. Ni kwa sababu hii imetengenezwa ndani ya mfumo wa blockchain. Hamna mtu anayesimamia, hamna serikali, hamna mamlaka au taasisi yoyote inayosimamia, kwa sababu imetengenezwa ndani ya mfumo wa blockchain. Zimeandikwa code, zimewekwa ndani ya mfumo wa blockchain, na toka zimeandikwa manake hakuna mtu anayesimamia. Sasa kwa kitaalamu applications za namna hii zinaitwa decentralized application au smart contract. Naomba ujue kwamba smart contract ziko nyingi sana. Lakini hizi smart contract ambazo ziko ndani ya blockchain technology hazisimamiwi na mtu yoyote,
na hakuna mtu ambaye ni wakati, na hakuna mtu ambaye anasema ni ya kwangu, kwa sababu imeshatengenezwa na kuhifadhiwa ndani ya mfumo wa blockchain. Kwa hiyo manake unapokuwa kwenye fosaji ujue kwamba hauko kwenye investment, hauko kwenye kundi labda uko kwenye kikoba, hauko sijui kwenye, hauko na watu wengine unafanya na jamii, lakini wewe unaimiliki wewe kama wewe. Lakini kumbuka kwamba kwenye simu yako kuna application nyingi, application ya Facebook, Instagram na nyingine nyingi. Hizo application zinamilikiwa na watu. Ndio maana ukiwa unatumia Facebook au unatumia YouTube, bundle likiisha, manake wewe huwezi kuaccess lile. Kwa sababu gani? Yule mtu anatumia bundle lako wewe ili uweze kupata hizo application. Sasa application ya Fosaji haimilikiwi na mtu yoyote. Ni application kama hizo unazoziona, lakini haimilikiwi na mtu yoyote. Okay. Sasa smart contract ya Fosaji imetengenezwa na kuhifadhiwa katika blockchain tatu tofauti. Hizi hapa. Blockchain ya kwanza ni Binance ambayo nakufundisha leo. Blockchain ya pili ni Tron. Blockchain ya tatu ni Ethereum. Fosaji iko katika hizo blockchain zote. Lakini Fosaji, malipo katika program ya Fosaji yanafanyika moja kwa moja kati ya mtu na mtu bila kupitia kwa mtu wakati au taasisi. Kumbuka kwamba Fosaji iko ndani ya blockchain, na nimekuambia kwenye blockchain is peer to peer transfer, kwamba nita transfer kati ya mtu na mtu, yani kati ya mtu ambaye unafanya naye biashara ndio uta transfer kati yeye na yeye, hakuna mtu katikati pale. Lakini malipo yote yanafanyika kwa kutumia fedha za kidijitali ambazo tunasema ni cryptocurrency, ambazo ni USD. Kwa mfano kama unatumia Binance hii hapa ninayofundisha, unatumia Binance US dollar hii hapa. Lakini kama unatumia Tron utapata hii cryptocurrency inaitwa Tron au hii inaitwa Ethereum. Okay. Watumiaji wa Fosaji ndio wamiliki halali na wanapokea 100% ya malipo yote yanayofanyika katika programu hii. Na malipo hayo yanapokea kwa kutumia wallet zao. Hapo ulipo uta download wallet kwenye simu yako, kuna Trust Wallet, Token Pocket, MetaMask na nyingine nyingi ambazo ziko katika mfumo wa blockchain. Kwa hiyo hapo wewe utapokea 100% ya malipo ambayo yanafanyika katika programu ya Fosaji. Ninaposema 100% ya malipo, maana kama ni 100,000 unapata yote 100,000, kama ni 2,000,000 unapata yote 2,000,000. Sasa unaweza ukajiuliza, sasa Godwin ananionyesha hii Fosaji, kuna bidhaa gani? Na ameniambia tunatengeneza pesa, kuna bidhaa gani iliyomo katika Fosaji? Hiki ni kitu cha msingi sana kukijua. Bidhaa ipi ambayo iko katika Fosaji? Bidhaa ambayo washiriki wa programu ya Fosaji ununua na kuuza ili kuweza kupata malipo ya fedha za kidijitali, cryptocurrency, ni smart contract. Hapa sasa naomba tuelewane. Mtu yote anayefanya hii Fosaji, anayefanya biashara kwenye Fosaji, manake anachokiuza yeye ni smart contract, lakini anachokinunua pia ni smart contract. Hii smart contract imetengenezwaje? Imetengenezwa ndani ya Binance Smart Chain, imetengenezwa ndani ya blockchain ya Binance. Kwa hiyo smart contract hii iko salama na iko katika mfumo wa digital. Samahani, kwa rangu aliko vizuri sana, lakini hivyo lazima niendelee kulitumia ili kwa sababu Tanzania wanahitaji kupata elimu. Okay. Kama umepunguza mwanga. Sorry. Okay. Sasa hii smart contract imetengenezwa ndani ya mfumo wa blockchain. Sasa kwa lugha ya picha ni hivi. Hii hapa, hii ni blockchain. Blockchain yote unapoona hizi zilizozungushiwa hizi computer nodes hizi hapa. Hizi zote blockchain iko ndani. Hii hapa ni computer nodes za washiriki. Sawa. Sasa Fosaji iko ndani ya blockchain, imefungiwa huku. Program imetengenezwa ikahifadhiwa ndani ya blockchain. Sasa mimi, wewe, Catherine, Fatuma, Pili na yoyote Kasmir
wote sisi hatuko kwenye blockchain, sisi tuko Tanzania huku, tuko nje huku, wengine wako Kenya, wako wapi, sehemu yote duniani. Tunachofanya sisi ku access hii blockchain, tunatumia smartphone zetu hizi hapa. Tumeweka cryptocurrency kwenye wallet zetu, tunazo kwenye simu zetu, tunaingia kwenye blockchain, tunanunua hii smart contract. Ukishainunua mara moja unaimiliki kwenye simu yako. Mimi simu yangu hii hapa ina smart contract ya Fosaji. Nikishakuwa nayo hii hapa, mimi sasa naweza kuiuza hii kwa watu wengi bila kikomo. Nikishainunua mara moja, sinunui tena, naweza kauza kwa watu wengi bila kikomo. Akija dada yako namuuzia, rafiki yako namuuzia, ndugu yako namuuzia, mtu yoyote ambaye atakuja unaweza kumuuzia hii smart contract yako bila hiyo smart contract kuisha. Kwa hiyo utainunua mara moja, lakini unaweza kuiuza kwa watu wengi bila kikomo. Kwa hiyo kumbuka kwamba bidhaa yako ni smart contract. Bidhaa sasa hivi zimeanza kuwa digital. Zimeanza kuwa digital. Kwa hiyo bidhaa ni digital. Sasa kupitia hii smart contract wewe unaweza kutengeneza vipato vingi sana na ukaweza kubadilisha maisha yako kupitia hii smart contract. Sasa hii smart contract ikoje sasa? Hii smart contract ya Fosaji ina program 4 ndani yake. Hizi hapa kuna X3, X4, XXX na X Gold. Hizi zote ni program ambazo zishatengenezwa, zimehifadhiwa ndani ya smart contract ya Fosaji. Lakini nakuonyesha sasa X3 na X4 kwa sababu ndo nitakazo kufundisha kwa leo. Hizi hapa X3 na X4. Sasa X3 ina slot au vipande au level 12 hizi hapa. Na X4 ina vipande, level au slot 12 hizi hapa. Sasa hii ilivyotengenezwa, imetengenezwa kirahisi kwamba mtu yoyote ambaye ameelewa na amezamiria anaweza akatumia hii system na akatengeneza vipato vya kutosha. Naomba tuelewane hapa. Imeanzia level ya kwanza au kipande cha kwanza. Kipande cha kwanza kabisa. Kipande cha. Nafikiri unanipata? Maana naona network kama inanisumbua hapa. Tunakupata. Okay. Shukrani, huwa haingii kwenye meeting. Akiingia tu akai. Nafikiri device yake haiko vizuri. Okay. Sasa level ziko 12 kwenye X3 na level ziko 12 kwenye X4. Sasa hivi tunasema ni vyanzo vya mapato vya kwako ambavyo ukivinunua hivi vipande 12 maana yake vinakusababisha wewe utengeneze mapato katika hivi vyumba vyote na huko. Sasa nitaenda kueleza kimoja baada ya kingine, level moja baada ya nyingine. Level ya kwanza utainunua wewe kwa $5. $5 ni sawa na 12,500 kwa sababu hapa $1 inauzwa 2,500 kwa huku kwenye cryptocurrency. Kule kwenye dola za kawaida unaweza ukakuta labda unauza 2,300 na kitu. Lakini level ya pili ni mara 2 ya level iliyotangulia. Kwa hiyo hii ni $10. Kwa hiyo ni 25,000 kwa pesa ya Tanzania. Ya tatu ni mara 2 iliyotangulia, maana ni 50,000. Ya 4 ni mara 2 iliyotangulia, maana 40,000. Ya 5 80 ambayo ni 200,000, 400,000. Angalia kabla inavyopanda juu na pesa inakuwa kubwa kwa sababu huku ndio unakuwa unatengeneza vipato vikubwa sana. Sasa tuseme wewe umenunua mpaka level ya 7. Catherine hapo wewe umenunua mpaka level ya 7. Kwa hiyo utachukua ya kwanza ujumlisha ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Ukijumlisha hizi zote hizi hapa unapata $635 hapa. Kwa hiyo wewe hesabu yako ya kununua hivi vyumba itakuwa $635. Sasa ukishanunua hivi vyumba vyote 7, manake wewe una vyanzo 7 vya mapato. Ukija ukamuuzia rafiki yako, tuseme
Catherine umemuuzia. Sasa ukimuuzia Catherine, wewe akinunua chumba cha kwanza hiki, hela itatoka kwenye wallet yake, itakuja kwenye wallet yako. Wewe utapata 100% ya chumba cha kwanza. 100% ya chumba cha kwanza ni $5. Akinunua cha pili kwako utatengeneza $10. Kwa hiyo akinunua mpaka cha 7, wewe kwa mtu huyo huyo mmoja tu uliyemuuzia utatengeneza $635. Itakuwa inatoka kwenye wallet yake inakuja kwako, kwa sababu tunasema it is peer to peer, haitapitia hata kwangu mimi, haipitii, itaenda kwake moja kwa moja. Huyo mtu wa kwanza. Mtu wa pili akitaka kununua naye mpaka level 7 kama wewe, akinunua hapa mpaka level ya 7, wewe utatengeneza tena $635. Wewe haununui tena hapa, utatengeneza tena hizo pesa. Lakini pia kuashumu wewe ulikuwa umenunua huko level ya 7 na huko kununua level ya 7, level zote 7, ya kwanza mpaka ya 7. Yule mtu wa kwanza uliyemuuzia akimuuzia mtu mwingine na yeye, wewe utatengeneza hela zote mpaka huko level ya 7. Mtu wa pili uliyemuuzia akimuuzia tena mtu naye mwingine, wewe utatengeneza hela zote mpaka level ya 7. Level ya 7 zote. Kwa hiyo manake cha kwanza wewe unanunua hivi vyumba, ukishavinunua unaweza kuviuza kwa watu wengi bila kikomo. Hivi ni vyanzo vyako vya mapato. Sasa inawezekana wewe ukanunua vyumba 7, akaja mtu akanunua vyumba 6, unatengeneza vyumba, unatengeneza hela mpaka vyumba 6. Lakini akija mtu anataka kununua vyumba 11 hapa, wewe umenunua vyumba 7, wewe utauza mpaka chumba cha 7, cha 8, cha 9, cha 10 na cha 11. Hizi pesa zitakuruka kwa sababu wewe haujanunua hizo level. Kwa hiyo unachotakiwa kujua kwamba ili uweze kupata mapato makubwa, inatakiwa ufungue vyumba vingi, ili wale watu unakao wauzia wasije wakakurukisha malipo. Kwa mfano akikurukisha tu lipo la 8, maana hii ni $640, $1,600,000. Akikurukisha lipo la hii $2,000,000 na $3,000,000 na kitu. Sasa ili sasa uweze kutorukishwa malipo, maana unaambiwa ufungue vyumba vingi. Kwa mfano wewe umeuzia watu wawili hapa mpaka level ya 7. Wewe unachotakiwa kufanya, kumbuka hapa utakuwa umepata malipo mawili, ni 320 mara 2 utakuwa ni 640. Wewe unachotakiwa kufanya, hizi hela za level ya 7 usizitumie, fungua chumba kingine, ili wewe wale watu wako walionunua hapa wakija kununua hapa wote tengeneze hii mara 2, ili wakija watu wengine huko ambao ushanunua hii, maana wewe utakuwa unatengeneza mapato ambayo hayana kikomo. Hiyo ndo principle. Kwa hiyo ukitaka kuanza hapa, utachagua level ambayo unaanza. Kwangu mimi na ambavyo inakuwa recommended kwamba mtu asifungue chini ya level 4, eti level 3, 2, level 1. Level 1 maana yake huyu amekuja kujaribu kama biashara hii. Huwezi kuwa bilionea kwa kuuza $5. Kwa hiyo lazima utafute level za kutosha ili uweze kuuza mapato ya kutosha. Kwa hiyo nafikiri hapo mmenielewa kuhusu hizo level ambazo unazinunua. Biashara imeanza kwa hela ndogo sana ambayo mtu yote tunaweza kutengeneza mapato ya kutosha kupitia hivi vyumba. Okay. Sasa unapoanza biashara ya fusaji, lazima wallet yako isiwe na chini ya USD 10, $10, kwa sababu ili upate account yako kabisa ya kwanza ita activate automatically. Chumba cha kwanza kwenye X4 ita activate automatically chumba cha kwanza kwenye X3. Unapoanza biashara fusaji, kiasi cha USD wiki tunakuwezesha kununua vipande vya kwanza katika X3 na X4 wakati mmoja. Utafungua slot ya kwanza kwenye X3 na X4. Sasa baada ya kufungua vipande hivyo, unaweza kuendelea kufungua vipande vingine hatua kwa hatua, kipande kimoja baada ya kingine mpaka cha 12. Lakini kumbuka kuweka BNB
wakati nawafundisha kule kwenye blockchain kwamba kunakuwa na ile gas fee ambayo ni transaction fee, ni vidogo, unaweka vidogo sana ambavyo vitakuwa vinakurahisisha wewe kufanya transaction. Kwa hiyo utaziweka BNB kwenye wallet yako, na wakati unafungua wallet tutakuelekeza. Program ya X na Xgold tutazifanya baada ya kufungua X3 na X4. Ukishamaliza level ya 12 huku na level ya 12 huku, sasa wewe na timu yako mnafanya X4, XX na Xgold. Huko ndo kuna hela nyingi sana kwa sababu malipo yake ni makubwa mno. Okay. Sasa naomba nikuelekeze X3 inafanyaje kazi. Tunasema fosaji X3 ni kazi ya mtu binafsi. Katika program ya X3 malipo unayopokea yanatokana na washiriki ambao umewasajili kwa kutumia link yako. Ile link ndio ule mkataba wako ndio ile link. Ukisajili watu wanakaa chini yako na mgawanyo unakuwa kama ifuatavyo. Kwanza niwakumbushe kwamba kuna mtu huyu anaitwa upline. Upline ni nani? Upline ni mtu yule aliyekuuzia contract, aliyekuuzia mkataba. Kama ni mdogo wako, maana huyo ndo upline wako. Kama ni dada yako au rafiki yako, yule ndo upline wako. Kwa hiyo upline ni mtu ambaye amekuuzia wewe mkataba. Sasa malipo ya mtu wa kwanza utakayemsajili, yatakaa kwenye chumba namba 1 hiki hapa. Sasa wewe utapokea 100% katika wallet yako katika vyumba vyote 12. Akija kanunua vyumba vyote 12, wewe utapokea 100% ya vyumba vyote 12 ambayo ni dola 19,925. Utapokea kwenye wallet yako. Haya, ukimuuzia mtu wa pili sasa, mfundisha ameelewa, kwa sababu kwa kikubwa tu ni kufundisha mtu aelewe kitu gani anafanya. Haya, yataingia kwenye chumba namba 2 hapa. Chumba namba 2 hiki kinakuambia kwamba utapokea 100%, kwa utapokea tena dola 19,925 katika vyumba vyote 12. Kama umeishia chumba cha 7 utapokea dola 635. Akija cha 8, cha 9 mpaka cha 12 utakuwa umepokea zote katika vyumba 12. Malipo ya mtu wa 3 yanakaa kwenye chumba namba 3. Angalia kina tofauti na hivyo vyumba vingine, lakini unapokea katika mfumo wa recycle. Sasa recycle ni nini? Recycle kwamba tuelewane. Recycle ni kufungua kipande chako. Kumbuka hiki kipande kina vyumba 3 tu hapa. Sasa akija mtu wa 4 utamuuzia wapi? Hilo ni swali lingine, kwamba hiki kipande hii recycle hii hapa ambayo ina alama hii hapa, ambayo ina alama hii, ni kufungua kipande chako upya ili uweze kupokea malipo tena kupitia kipande hicho chenye vyumba 3 vilipo chini yako. Sasa kurecycle ni sawa sawa na kununua kipande upya kutoka kwa upline wako. Kwa hiyo malipo ya kurecycle 100% yataenda kwa upline wako. Malipo yatachukua nafasi katika kipande kilicho wazi, katika chumba kilicho wazi kwa upline wako. Haya, upline wako ni huyu hapa. Kwa hiyo malipo haya hayatakaa hapa hayataingia kwenye wallet yako, yataenda kwa upline wako. Upline wako ataangalia chumba cha kwanza, kama kiko wazi atakaa hapa. Kama cha pili ndio kiko wazi, atakaa kwenye chumba cha pili. Lakini kama vyote hivi vimejaa, cha 3 kiko wazi, yatakaa kwenye chumba cha 3, lakini kwa upline wako nao pia hapa chumba cha 3 ni recycle. Kwa hiyo ataenda naye kwa upline wake. Yatakaa kwake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ikishakaa kwenye chumba cha 3 hapa, itafungua hivi vyumba ili uweze kupokea malipo tena. Sasa maana yake ni nini? Kwa mfano umeuzia watu watatu hapa. Pap, wewe Catherine umemuuzia Pili, umemuuzia Fatuma, umemuuzia Nasra. Maana yake Nasra, Fatuma na Catherine hao wote ni upline downline na Pili ni watu wako wewe. Sasa huyu tuseme ni Nasra. Nasra akiuzia watu watatu, lipo la 3 linakuja kwako kwa sababu wewe ndio upline wake. Haya. Huyu akiuzia tena watu watatu, lipo la 3 linakuja kwako kwa sababu wewe ndio upline wake. Na huyu akiuzia lipo la 3 litakuja kwako. Akiuzia watu watatu, lipo la 3 litakuja kwako kwa sababu wewe ndio upline wake. Kwa maana yake nini? Unaweza kutengeneza vipato vikubwa sana kwa sababu hao watu uliowauzia nao wanaendelea kuuza hizo contract zako na wenyewe wanapata pesa. Kwa hiyo hii biashara iko katika umoja, kwamba mtu utakayemuuzia ni mtu ambaye wewe unatakiwa uwe unahakikisha kwamba ni mtu ambaye unahakikisha yeye anatengeneza pesa. Kama kutengeneza pesa mara 3, hiyo lipo la 3 linakuja kwako. Nafikiri mmenielewa vizuri. Okay, X4 sasa inafanyaje kazi? Kwa hiyo kwenye X3 kumbuka kwamba
utapokea malipo mawili, lipo la tatu linaenda kwa upline, inafungua tena. Unapokea malipo mawili, lipo la tatu linaenda kwa upline, inafungua tena vyumba automatically. Hakuna mtu anayefanya hiyo kazi, inafanya kwenye blockchain. Haya, X4 huku sasa ni ushirikiano, tunasema X4 ni kazi ya ushirikiano. Hapa ni ushirikiano. Kule ulikuwa unafanya wewe mwenyewe mpaka pale ambapo mtu ana recycle ndio ushirikiano unakuja. Lakini hapa tunafanya katika mfumo wa ushirikiano. Sasa unaweza kujaza mwenyewe vyumba vyote 6 vilivyo katika kipande chako. Hapa kuna vyumba 6 kwenye X4. Lakini chumba cha kwanza, cha pili unaweza kujaza na upline wako. Upline wako ni yule mtu ambaye amekuuzia. Akiwajaza watu hapa chumba cha kwanza hiki na cha pili, wewe utapokea malipo yanaitwa top overflow. Yaani umepokea pesa kutokana na kazi aliyofanya upline wako. Lakini vyumba 4 mstari wa pili vinaweza kujaza na downline wako. Kijaza na downline wako, wale downline ni hawa watu ambao wameweka upline wako, wakikaa chini ya kipande chako wanakuwa ni watu wa chini yako, kwa kitaalamu tunaita downline. Sasa hawa watu huyu akimsajili huyu hapa, wewe unatengeneza pesa, na huyu akimsajili huyu hapa, wewe unatengeneza pesa. Huyu akimsajili huyu hapa, unatengeneza pesa, na huyu akimsajili hapa, una recycle. Kwa hiyo manake wewe unaweza usimuuzie mtu yoyote kwenye X4 kama uko kwenye timu inayofanya kazi na ukatengeneza pesa bado. Kwa hiyo hawa watu wa chini wakijaza watu wao kwa ajili ya kuwauzia, wewe utatengeneza malipo yanaitwa bottom overflow. Umepokea malipo kutokana na kazi waliyofanya walioko chini yako. Sasa malipo mawili haya ya juu yataenda kwa upline wako, wewe utapokea malipo haya matatu. Malipo la 6 pia itaenda kwa upline wako kwa ajili ya kufungua hiyo vyumba uweze kupokea upya. Kwa hiyo kwa summary kabisa kwenye X4 unapokea malipo matatu na upline wako unapokea malipo matatu. Hapo unapokea lipo la kwanza, la pili na la 6. Utapokea lipo la 3, la pili, la 3, la 4 na la 5. Kwa hiyo kwenye X4 unapokea malipo matatu na kwenye X4 unapokea malipo matatu na upline wako unapokea malipo matatu. Na ni kwa sababu hii ni kazi ya ushirikiano. Okay. Sasa tuangalie kwa mfano wewe umefanya hii forsaji. Unataka kufanya biashara lazima ufanye kitu kinaitwa tathmini. Umefanya hii forsaji X3 program sio? Na ukawa na watu 6, kuuzia watu 6 wewe na ukapata malipo 6. Sasa ukipata malipo 6, vyumba vyako 12 hivi hapa, gharama yake ni hapa kwa kila chumba kama nilivyokuwa nimekuonyesha mwanzoni awali hapa. Kwa hiyo wewe utakuwa umevinunua kwa $19,925 vyumba vyote 12. Sasa umeviuza kwa watu 6 ukapokea malipo 6, maana yake wewe utapokea $30 kwenye chumba cha kwanza, $60 kwenye chumba cha pili na kuendelea mpaka huko kwenye 6 mara pesa ambayo iko hapo ulionunulia. Kwa hiyo maana yake utakuwa umepata mpaka huko. Sasa faida ni nini? Faida ni kwamba unachukua pesa uliyopata, unatoa pesa ulionunulia. Hii ndio faida ambayo umepata. Kwa hiyo kwa vyumba vyote maana yake itakuwa hivyo. Sasa kwenye X3 kwa watu 6 tu kuwauzia smart contract yako unaokuwa kutengeneza $99,625. X3 tu. Watu hao pia wewe umewauzia X4, umewauzia kwenye program X4. Manake huku utapokea watu 6, utapokea malipo matatu nimekwambia. Haya, huku sasa utapokea malipo matatu. Bei yake ni hizo hapo, mapato ni matatu hapa. Utapokea $5 mara 3. Hapa 10 10 10 30 20 20 20 60. Kwa hiyo mpaka vyumba vyote huko. Huku sasa faida manake unachukua pesa uliopata. Unatoa pesa ambayo ulianza wewe kununua. Kwa hiyo hapo utapata faida. Faida ni hapo, hii faida yako itakuwa $39,850. Sasa huku manake ukijumlisha hizi program zote mbili, X3 program na X4 program, manake wewe utachukua hizi hapo utazijumlisha na utapata $139,475. Hizi ni pesa ambazo unaweza kuzitengeneza ndani ya mwezi, ndani ya wiki, wewe tu speed yako ya kufanya hii kazi. Ukitengeneza ndani
mwaka wewe tu spidi yako ya kufanya kazi, lakini na timu yako unafanyaje kwa ushirikiano. Kwa hiyo hizi ni takriban milioni 348. Hizi tutazifanya, tutazitengeneza na zinatengenezeka tu kabisa na zishakuwa proven. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukijue kwenye Fosaji. Sasa wewe unatakiwa kufanya nini sasa? Baada ya kujiunga na Fosaji, fikiria watu 10 kwenye viwango. Fikiria watu 10, kwa sababu biashara unafanya na watu. Hakuna biashara yoyote duniani ambayo ifanyiki na watu. Ndio maana haujawahi kwenda Mikumi kwa kukutana na duka Mikumi. Kukutana na duka Mikumi, maana hilo duka watakuwa wanauziana wale watu wa Mikumi wa magame sio nini wale au watalii watakuwa wananunua vitu mle. Lakini huwezi kukuta hakuna watu alafu umeweka duka unauzia wanyama, haiwezekani. Kanisani unahitaji sehemu yote yani, ili iweze kufanyika lazima kuwe na involve ya watu. Hakuna biashara yote ambayo utakuja kuifanya bila duniani, haipo. Itakuwa sio biashara hiyo. Kwa hiyo tafuta warafiki ambao mnasaidiana watu 10 tu. Inawezekana ukazidisha. Mimi nilivyoambiwa 10 nikamwambia kwani mpaka 10? Akamwambia kwa uwezo wako tu. Kwa hiyo watu wenye mtazamo chanya. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii call, wewe maana kuna mtazamo chanya, ndio maana umealikwa hapa. Watu wasio na kazi wanahitaji msaada. Kuna watu hawana kazi wanahitaji msaada. Yuko nyumbani anahitaji msaada wa kazi. Anahangaika kutafuta kazi hapati. Vijana wamemaliza chuo sasa hivi hawana ajira. Yaani wale vijana wote waliomaliza chuo wakiingia kwenye Fosaji, maana kuna hela kubwa wanaweza kutengeneza za kutosha. Lakini watu wanaofundishika, nyie mmekaa hapa karibu masaa pili mnafundishika, lakini watu wenye ndoto za kubadilisha maisha yao. Kuna watu hawaridhiki, yani hajaridhika na pale alipo. Kwa mfano mimi sijaridhika hapa nilipo. Natamani nitengeneze vitu vikubwa zaidi hapa. Lakini watu ambao wameshafanya kazi pamoja, watu wenye ndoto kubwa na wachapakazi, washiriki halisi partners ambao mtafanya kazi pamoja kwa kufikia malengo, hao ni watu ambao wanatakiwa washirikishe. Lakini andika majina yao, mshirikishe kiongozi wako, kwa sababu wewe bado hujajua kuelezea hii biashara. Wewe niletee mimi, niletee kiongozi wako hapo, mshirikishe hii na mpange mikakati ya kazi. Ukishapanga mikakati ya kazi, utapitia hayo majina. Ndio maana mimi nimeandaa meeting, nyie mmeingia hapa, nilikuwa najua watu gani mtaingia kwenye meeting. Lakini tuweke appointment sasa na hao watu kwamba saa ngapi tufanye mkutano, either tuonane au kwa njia ya Zoom, vyovyote vile. Lakini tutaweka presentation. Ndio maana unaona mtu aliyekualika yuko huko ndani anasikiliza na yeye. Sio kwamba yeye ajui, anajua, ila kwa sababu ni support lazima awepo na yeye. Kwa hiyo hii ni teamwork, lakini jifunze na wewe kutoka kwangu, kwa mtu yote, ili uweze kufanya mwenyewe. Haya mambo ya kawaida tunaweza kuyafundisha. Mimi sijaenda chuo chochote. Sijaenda chuo chochote kwa ajili ya kujifunzia mambo ya blockchain. Nimejifunzia hapa nimetafuta kwenye mtandao, nimesoma, nimejua cha kufanya na nikafanya, nikajua vinafanyika 1 2 3. Kwa hiyo sasa hivi naweza kukuguide kwa sababu nayafanya. Lakini utahudhuria mikutano kama hii tunayofanya, lakini tuna mikutano ya timu huko wengi sana Tanzania na duniani kote. Kwa hiyo utahudhuria mikutano, utajifunza, utakuwa bora zaidi hata ya mimi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niseme nimemaliza. Umeweza kujua Fosaji ni nini, umeweza kujua smart contract koje, lakini umeweza kujifunza sasa kwamba kupitia community ambayo tuko hapa unaweza kutengenezaje pesa kupitia Fosaji. Kwa hiyo hii platform iko wazi kwa kila mtu ambaye yuko willing kuijua, na anaweza kujifunza vitu vingi sana na akatengeneza vipato vikubwa sana. Sasa najua mtakuwa na maswali mengi. Mtakuwa kuna maswali mmeandika, labda mnataka tuyajibu. Kwanza niwapongeze mpaka sasa hivi mko kwenye meeting. Lakini nataka nikuonyeshe vitu baadhi kidogo ambavyo vitakuguide ili uweze kujua Fosaji koje, lakini uweze kujua cryptocurrency koje, uweze kuwa na wewe unaweza kupitia kwa muda wako. Nitashare na wewe hapa. Nataka uone hizo cryptocurrency. Je, zipo? Kwa sababu usio kasema huyu jamaa anavitoa kichwani hivi vitu vya kwake amevitunga. No. Taarifa ziko wazi sasa hivi, unaweza kaingia kwenye blockchain ukaangalia. Nikishare na wewe hapa, tuone cryptocurrency zipo? Yes, zipo. Cryptocurrency zipo. Okay, hapa
Moja nipunguze hii hapa. I think screen yangu inaonekana. Madam, screen yangu nafikiri inaonekana hapo. Inaonekana. Okay. Sasa hii ni website kawaida tu, unaingia kwenye Chrome. Hata wewe unaweza kuingia kwenye simu yako kwa kutumia browser yoyote, Google yoyote hii. Utaki kuangalia kwa sababu hivi vitu viko wazi, tunasema huku Google, huku shule zote ziko huku. Hapa nikiandika coin market cap, mimi kwa sababu nazitumia sana naandika, imekuja hapo. Ukiandika coin market cap hapo utakuja kuona hizi sarafu. Hivi sarafu zipo kweli na bei yake ni ngapi kila moja. Ukienda hapa coin market cap utaweza kuona hapa kwamba hizi cryptocurrency ziko 15,785. Hii ni pesa ya dunia, yaani hii pesa iko kwenye dunia. Lakini pesa ambayo iko kwenye cryptocurrency ni hapa. Sijui mnaisoma vizuri hapo, trilioni 2 bilioni 208 milioni 502,978,795. Hii ndio pesa ambayo iko kwenye cryptocurrency, na tunasema sasa hivi utajiri unahama kutoka kwenye vitu vingine, sasa unakuja kwenye cryptocurrency, unakuja kwenye digital. Sasa wakati unahama wewe utajiri, wewe uko wapi? Unatakiwa ujue kwamba huku na pesa. Ukitaka kujua hizo Tanzania shilingi ngapi, kisha kwa 2500 utaona mzigo ulioko hapo ni mwingi sana. Lakini ndani ya masaa 24 hizi pesa zimezunguka kwenye hizi cryptocurrency bilioni 77 zimezunguka kwenye cryptocurrency. Sasa ukiangalia hizi cryptocurrency ziko hapa. Cryptocurrency ziko hapa. Ya kwanza kabisa ni Bitcoin. Bitcoin sasa hivi imeshuka. Ilikuwa $67, ikashuka sasa hivi kwa $47. Itapanda tena, leo ishapanda kwa 2% tena. Itapanda tena. Ni kwa sababu hizi pesa zinaendana zinavyotumika kwenye hii capitalization na kwenye hii blockchain. Kwa hiyo unaweza kaona Ethereum ni ya pili. Hii hapa mwaka jana ilikuwa $80, sasa hivi iko $3 na kitu. Lakini shaenda mpaka $4,000 na kitu hii hapa. Na 700, karibia $5,000. Hii hapa wakati naijua mimi ilikuwa $200, sasa hivi $500 na kitu. Hii hapa mwaka jana ilikuwa $20, sasa hivi $180 ngapi. Kwa hiyo aliyenunua kwa $20, hata kama alinunua sola zake labda 20,000, akanunua kwa 20,000 sasa hivi, maana ana hela kwa $180, kwa ana hela za kutosha sasa hivi. Ana mzigo wa maana. Cardano hii hapa. Hizi hapa pesa zinauzwa kidogo hivi, unaweza kununua hizi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nataka mzione, ziko nyingi hizi hapa. Angalia hii nauza hela ndogo kabisa. Hata $1, maana kwa $1 unapata za kutosha. Kwa hiyo hizi ni cryptocurrency zipo, na tutakuelekeza jinsi ya kuzimiliki, jinsi ya kuzitumia kulipa vitu mbalimbali, lakini jinsi ya kuzimiliki kwenye wallet yako na ukaona unazo hapa kunaziona. Lakini kingine nimwambia hizi cryptocurrency zinazoonyesha hapa, hizi ni asset. Sasa tuangalie kwenye asset zote duniani. Je, cryptocurrency ipo? Iko kwenye zile list za asset? Kwa hiyo tuangalie hapa asset by market cap. Asset zote duniani hapa ziko hapa. Naweza kuonyesha hii. Okay, hapa anasema all assets. Hizi taarifa mimi sijatoa kichwani, ziko hapa. Unaweza kuziangalia hata wewe uko uliko. Assets including all assets, top assets hivi, 200. So including public companies, kampuni ya watu, sio? Lakini precious metals, madini, lakini cryptocurrency hizi hapa. Haya. Asset ya kwanza duniani ni dhahabu hii hapa. Dhahabu hii, pesa iko kwenye dhahabu trilioni 11.4.
Asset namba 2 hapo kwa wale mnaotumia iPhone na MacBook hizi hapo. Asset namba 3 Microsoft, Bill Gates huyu hapo. Kwa hiyo Bill Gates asset zake zote hizi hapa. Alphabet, Google inayotumia sasa hivi hapa. Kwa hiyo ukiingia kitu cassette kwenye Google, huyu jamaa Alphabet, huyu jamaa mwenye Google anatengeneza hela, sio anaitwa Buffett, sio nani. Haya, Saudi Aramco hao jamaa mafuta wa Saudi Arabia hawa hapa. Amazon, Jeff Bezos ana hii hapa hela trillions. Silver, madini ya silver haya ambayo yashachimbuliwa, sio yale ambayo yako ardhini. Tesla, Elon Musk huyu hapa namba 8. Facebook hawa ni magwiji sasa. Facebook huyu hapa namba 9. Bitcoin namba 10. Bitcoin kumbuka kule iko namba 1 kwenye rank. Kwa hiyo hii pesa iko kwenye Bitcoin. Haya. Hapo utakuja kukutana na makampuni mengine. Ethereum huyu hapa. Hii ni cryptocurrency. Iko namba 15. Wakati naijua mimi hii hapa kuiangalia mwaka huu ilikuwa nafasi ya 25. Lakini sasa hivi iko nafasi ya 15. Kwa hiyo wataalamu wanasema kwamba hizi cryptocurrency zitakuja namba 1 kwa sababu watu wanaojua cryptocurrency duniani ni 2%. Yaani hata 2% haijakamilika vizuri. Kwa hiyo wakija kujua 1% wote manake hizi zitapanda juu kwa sababu utajiri unatoka kwenye vitu vingine unahamia kwenye digital. Lakini utaweza kuangalia makampuni makubwa Johnson wale watu wa hizi madawa ya corona yale, si machanjo yale wako huku, Samsung, kampuni ya zamani sana. Cryptocurrency na miaka 11 imeshafika huku, lakini makampuni makubwa kama Samsung yameshapitwa na cryptocurrency. Angalia makampuni makubwa unayoyajua huku. Makampuni makubwa unayoyajua, hii Mastercard wako huku, Alibaba wako huku. Wako chini. Walt Disney, hawa jamaa wa Tom and Jerry. Nafikiri wote tunaangalia Tom and Jerry. Haya, Adobe. Haya, tunakuja Netflix, watu wanaopenda movie. Wako namba 40. Utaona Nike, kampuni ambazo zinajulikana muda mrefu, Toyota ziko huko, zishapika na cryptocurrency ambayo imekuja juzi. Lakini kwa mfano Toyota, kila mtu anaijua Toyota. Na kila wengi Coca-Cola, kila mtu ashakunywa Coca-Cola. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo zilizokuonyesha ziko recent. Sony yuko huko namba 94. Kwa hiyo makampuni makubwa ambayo yanajulikana yale yako mwisho kabisa. Nimeweza kuonyesha hivi vitu, sio nimevitunga mimi kutoka kichwani. Ni kwa sababu hizi ni data ambazo ziko kwenye kompyuta, ni data ambazo zipo, ni data ambazo unaweza kuzifuatilia wewe ukazipata. Sasa utakuwa mnajiuliza ugodi ni vitu wamevitoa wapi? Of course hata wewe unaweza ukavijua. Lakini mnajiuliza hivi kweli fosaji anayosema hii fosaji ipo? Tutaiona hapa. Tutaiona fosaji, tutaiona. Na nikisha na nyinyi hapa fosaji tutaweza kuona. Tutaweza kuona hapa. Na share na nyinyi hapa. Nikija hapa mimi kaandika fosaji. Nitaandika fosaji. Fosaji si hapo. Unaweza kaingia hata kwenye website nani wewe mwenyewe kaandika. Hii hapa inaitwa fosaji. Website yake ni fosaji.io. Fosaji iko hivi, iko muonekano hivi. Kwamba ukija kwenye fosaji utakutana na community. Yaani tuko watu wengi sana. Na unaona all participants ni 1,716,800. Hii ni duniani kote. Lakini utakutana na academy, utakutana na mafundisho kama mimi ninavyokufundisha. Utakutana na support, nitakusupport mimi uhakikishe wewe unatengeneza pesa. Lakini watu walioingia ndani ya masaa 24 ni hao hapa. 900 na kitu. Lakini ukiangalia pia members result, hizi pesa zimetengenezwa kwenye fosaji. Dola bilioni 2. Milioni mia ngapi? 976. 616,286. Hizo pesa zimetengenezwa kwa fosaji ndani ya mwaka mmoja
miezi kadhaa. Sasa Fosaji inatuunganisha kokote duniani tulipo, lakini tunasema it is decentralized popote. Alafu inakwambia ina open limitless possibility of the new economic financial system. Yaani wewe umepata chanzo kingine cha mapato. Lakini Fosaji hizi ndo ratiba zake zilizoko zinafanya kazi, lakini je, kuna watu wametengeneza pesa kwenye Fosaji? Partners result hizi hapa, na hapo utaangalia ile Ethereum smart contract yake, ukibonyeza hapa wale watu wanani wataziona. Ukija hapa smart contract ya nani utaiona hapa. Hizi unaweza kaangalia hizi zote, ukaangalia wale wanaojua kusoma data wanaweza kusoma hapa. Zile kodi wanaweza kusoma. Sasa haya ni matokeo ya watu ambao wametengeneza. Huyu katengeneza dola milioni 3 dola za Kimarekani. Kaanza tarehe 21 mwezi wa 4 2020. Mwaka mmoja tu na miezi kadhaa ametengeneza hizi pesa. Hizi mnajua maana yake hii dola za Kimarekani. Kake huyu ni bilionea, hana shida na hela tena. Haya, huyu tutasema ameuzia watu wengi. Haya, kauzia watu 16, katengeneza huyu dola 200,000. Kaanza mwaka jana tu katengeneza hii, kauzia watu 15. Hajauzia Tanzania nzima, kauzia watu 15 tu, katengeneza hizi pesa. Haya, huyu ana watu 6, katengeneza hizi pesa. Ukitaka wewe zidisha mara 2500 utajua shingapi. Haya, huyu ana watu 3, katengeneza hizi hapa. Tengeneza hata hizi tu basi. Kisha tengeneza ile ya maana. Haya, watu 7. Haya ni matokeo ambayo yapo kwenye Fosaji. Na matokeo mengi sana yapo. Sasa mimi nataka tuingie sasa kwenye account za Fosaji. Kwenye BUSD anasema hizi kwenye kuanza kwenye BUSD wewe utaanza kwa kiwango kidogo cha dola 10 unaweza kufungua account. Lakini na program ziko 4. Lakini faida zake ni kwamba wewe stable coin, kwamba BUSD ni stable, kwamba ukitengeneza pesa zako huwa utakuja kuta zimeshuka wala hata kuta zimepanda, utakuta ziko vile vile hata kama umeziacha miezi 2, 3, 4. Lakini fixed deposit, yani utapata hela utakazopata ziko fixed, hazitapanda na kushuka kama nilivyokuambia. Alafu instant transaction, mtu akitumia pesa pale pale inaingia. Kwa hiyo tukiingia kwenye BUSD hapa Sole nani kwa langu aliko vizuri. Ingia kwenye BUSD hapa. Ingia kwenye BUSD, unaweza ukaview account ya mtu yoyote. Unaweza ukaview account ya mtu yeyote ambaye yuko kwenye hii platform. Mfano ukiview account labda namba yoyote, namba 5, unaweza ukaview hapo, kaona. Huyu kauzia mtu mmoja tu, katengeneza dola 200,2835. Huyu ni mzembe, mimi namuita ni mzembe kwa sababu amefungua vyumba viwili hapa. Na hajai kuuza. Amemuuzia mtu mmoja naye kafungua chumba kimoja. Lakini katengeneza hela huku. Tena hii ni nzuri sana muweze kuielewa. Huyu jamaa kauzia mtu mmoja hapa. Huyu hapa. Kwenye program ya X3, huyu jamaa kanunua chumba kimoja hapa. Alionunua chumba kimoja, hiki cha pili hajanunua. Kwa hiyo jamaa hajauza, ndio maana unaona malipo haya yamekaa kwenye chumba cha kwanza. Na nimewaambia kwenye X3 hautapokea hela kama hujauza. Hapa kapokea dola 5 tu, na unaiona hapa kwenye X3 kapokea dola 5. Na huyu jamaa aliyemuuzia yeye, inaonekana yeye amekuja kutest tu mitambo. Hajafanya, ndio maana hajamletea hata recycle. Lakini huyu jamaa mwenyewe huyo kanunua hapa. Ukiona hizi picha za vichwa viko viwili, ni mtu mmoja, ni watu uliowauzia. Sasa huyu jamaa alichofanya, alielewa kwamba ukifungua vyumba vingi kwenye X4 hapo utatengeneza hela. Haya,
angalia hapa, katengeneza, ameshakuwa na recycle moja, maana kishakuwa na malipo zaidi ya matatu, ashakuwa na malipo $20 zitakuwepo hapa. Lakini hapa amesha recycle na ana mtu hata mmoja hapa, ana mtu hata mmoja, ana mtu mmoja. Huku katengeneza $2,830. Katengeneza huku ni kwa sababu gani? Hawa watu wengine wamewekwa na upline, wengine wamewekwa na hawa watu walioweka chini yake. Ndio nikamwambia huku kuna ushirikiano, na ukiangalia rangi hapa inaonyesha personal partners. Personal partner ni yule mtu ambaye amemuuzia yeye kwa rangi hii hapa. Lakini rangi hii hapa spill over from above. Yaani wewe unapokea hela kutokana na kazi aliyofanya upline. Kwa mfano ukiangalia hapa, huyu ni above au wote wametoka above. Lakini hii hapa spill over from below, hapa amepaka hela kutokana na kazi iliyoko chini. Huyu hapa amemsajili huyu hapa, katengeneza hela huyu. Sijui mnaelewa? Partners over to upline. Kuna malipo mengine wanayapata kutokana na watu walioko chini wameshindwa ku upgrade huko, waka upgrade huko. Washa zote. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa huyu jamaa yeye katengeneza pesa kupitia watu wengine. Yeye hajasajili, amesajili mtu mmoja tu, kashatengeneza $2,000. Hii ni takriban milioni 6 au milioni 7 ametengeneza kupitia hii platform aliyonunua yeye. Sasa mimi sitaki mje huku mnunue vyumba afu mkae. Huyu jamaa amekaa tu anatengeneza hela, anasubiria hela zinakuja anakula. Sasa hapa angekuwa anafanya alafu akapata na hizi, maana huyu jamaa ni bilionea. Sasa tuachane na hii account namba 5. Twende account nyingine. Twende account namba. Na account nilikuwa naangalia jana hapa. 1433. Hii account ilinifurahisha kimoja kwamba yeye kauzia watu 170. Na kumbuka hii BUSD imeanza tarehe 1 mwezi wa 6. Kwa hiyo hapa ina miezi 5 au tunaenda mwezi wa 6. Tunaenda kuisha. Huyu kashatengeneza dola hizi 110,598. Hizi katengeneza kuanzia mwezi wa 6 tarehe 1 mpaka leo. Yeye kashafungua level mpaka 10, bado level 2 hapa, huku kafungua zote mpaka 12. Sasa angalia hapa, yeye kauzia watu 170. Lakini ameuzia watu, je, watu waliowauzia wako serious? Ameuzia watu 170 hapa kwenye level ya kwanza, kawauzia. Level ya pili kawauzia watu 6. Maana yake ni nini? Watu walionunua hapa wengi walikuwa wanaangalia, wana test kama biashara inalipa, akanunua kachumba kamoja, anatoa $10 ananunua. Usitegemee huyu apate hela yeye. Huyu aliyenunua $5 hawezi kupata hela kwa sababu amefanya biashara ya kubahatisha. Lakini hapa kuna hao wawili wakaja mpaka level ya pili. Level ya 3 wawili hapa. Sasa kuna huyu kamanda yuko level ya kwanza, level ya 5. Kwanza level ya 5 yeye kamuuzia mtu mmoja mpaka level ya 10. Sasa kinachoshangaza kwa akili ya kawaida, ukimuuzia mtu mmoja, kwa mfano level hii hapa, hii level ya 7 ukimuuzia mtu mmoja, si huyu hapa yuko mmoja hapa, maana unatakiwa utengeneze dola 320. Lakini kifungua hii level, huyu jamaa kashatengeneza dola 1920. Maana yake ni nini? Hii pesa yeye ameipata kutokana na wale aliyemuuzia wa chini huyo mmoja, yeye anamletea malipo. Kwa mfano level hii hapa kamletea malipo hapa tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa 6 kamletea malipo. Tarehe 1 mwezi wa 6 kamletea malipo tena. Tarehe 1 kamletea malipo akarecycle. Tarehe 4 mwezi wa 7 kamletea malipo. Tarehe 21 huyu mtu mmoja ID 1472 kamletea malipo huyu mtu mmoja. Kwa hiyo kamletea malipo hapa, kamletea malipo hapa, kamletea malipo hapa, kamletea malipo, na baada atamlendelea kumletea malipo kwa sababu huyu jamaa anafanya kazi. Lengo la kukuambia hivi ni kwamba wewe hautaki kukimbizana na watu wengi. Utakiwa wewe utafute mtu ambaye ni quality, mtu ambaye yeye
atafanya kazi pamoja na wewe, nitafanya kazi pamoja na wewe. Kwa hiyo jamaa namba 1472 huyu ni mtu ambaye anapiga kazi. Na tukiangalia huyu wewe aliyemwalika akatengeneza dola hii hapa. Je, tukimwangalia huyu jamaa huyu 1472 tutaona ametengeneza kiasi gani? Maana hili ni jembe linafanya kazi vizuri. Ngoja tuangalie sasa akaunti yake. Ndio nilikuwa naziangalia hapa 1472. Ukiview hii hapa utaona 1472. Hapa nataka muwe na akili ya hii biashara. Mtu anaweza kusema mimi watu wengi nitawatoa. No. Hutaki kutafuta watu wengi. Huyu kauze watu 500 na kitu, lakini yeye katengeneza dola 200,000. Ameshamzidi yule jamaa aliyemwalika. Kwa hiyo ukasema jamaa sasa mimi nimealikwa leo, watu wameshaanza toka mwezi wa 6, unaweza ukaja ukatengeneza hela kuliko hata mtu ambaye umemwalika. Kwa sababu wewe una mbinu zako. Wewe umeelewa zaidi, umechukulia serious. Aliyekualika inawezekana yeye hajachukulia serious kama wewe. Yeye kashatengeneza hela mara 2, yani kamzidi yule jamaa mara 2. Unaona? Huyu kafungua huku, huyu katengeneza hela za maana, kishafika level 12 kama yeye. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hii ni biashara ambayo unaweza ukafanya kwa uwezo wako wote ukatengeneza pesa za kutosha. Sasa ngoja nionyeshe akaunti yangu na mimi nimetengeneza, sio nawafundisha tu, sijatengeneza. Mimi akaunti yangu ni 58,612. Mimi nilianza tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Yaani nilipitwa siku 15 zote zimenipita. Nikaanza tarehe 16, lakini niishia kupata ID, nilikuwa mtu wa 58,612 kwa siku 16. Ukiangalia leo atakayeingia sasa hivi yeye atakuwa anapata ID zinazoanza na 21 laki 2, yani watakuwa ni watu wa 2,658. Lakini mimi nilikuwa mtu wa 58. Sasa maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba kosaji haijasimama. Mimi niko level ya 10 hapa, nimetengeneza dola 12,715. Hiyo kizisha 2,500 mimi na milioni 31 hivi na kuendelea. Ndani ya miezi 4. Hii ni pesa ambazo nimepata kwa kutumia muda wangu wa ziada, kwa sababu mimi nafanya kazi, mimi ni mfanyakazi, lakini bado mimi nasoma, mimi mwanafunzi pia. Lakini natenga muda wangu kwa usiku au mchana au weekend kwa ajili ya kufundisha watu wengine, na nikiwafundisha watu wengine na mimi napata experience. Lakini kupitia kuwafundisha watu wengine, kuna watu wengine wananitafuta wenyewe, wanaweza kutengeneza kipato na mimi naweza kutengeneza kipato kupitia wao. Kwa hiyo huku nimefungua mpaka level ya 8 na nataka niende level ya 9, nifungue vyote hivi ili niweze kutengeneza pesa. Sasa hii pesa mimi nimetengeneza nikiwa hapa Tanzania hapa na nimeunganisha mpaka watu kwenye timu yangu. Kuna watu wako wametoka Kenya, kuna watu wengine wametoka Thailand. Mimi sijaenda Thailand. Kuna mtu mmoja nimeungana naye huko Thailand, nikamuelekeza akaanza huko katengeneza hela. Ningekuwa nimefungua duka hapa Ubungo, mtu wa Thailand angenunuaje vitu vyangu? Kwa hiyo hii biashara ya karne ya 21 inakusaidia wewe, unaweza kufanya kokote duniani. Sasa naona kiongozi Nasra amewalika watu hapa. Kuna watu wangapi Nasra wa kwako? Walikuwa wako 6, lakini nadhani kuna wengine ambao wametoka. Okay. Kwa ambaye amebakia ni Pili, Kasmil, Hadija, Fatma ametoka. Huyu Kalulu, I'm not sure kama jina lake anatumia ni lipi. Kalulu huyo ni wa kwangu. Huyo. Okay. Na huyu Zoom user sijui ni Winnie, kuna mtu nilimwalika anaitwa Winnie, sasa sijui ni yeye. Okay, sasa sawa. Waliotoka of course watakuwa wamepata kidogo elimu ambayo tumeitoa. Lakini madam wewe tusaidie nani? Wewe najua umeanza tarehe 20 na ngapi? 25, 27, 28. 27. 27. Hebu nisaidie nani yako kwanza. Watu wasio wanasema huyu jamaa huyu anaonyesha ya kwake tu. Lete ya kwako. Wewe ni 19
Yangu ni 1995 71. 1995 71. Huyu mama ameanza tarehe 28 kama sikosei. Yeye amefungua level 7 hapa. Kwa level 7, ukafungua level 5. Sasa yeye ameuzia watu wawili mpaka sasa hivi. Tofauti na nyinyi ambao mko kwenye meeting, yani watu wawili washawauzia. Lakini katengeneza $865. Huyu mpaka tarehe 28 ndio atakuwa anafikisha mwezi. Sasa hizi $865 manake ukizidisha mara 2500, huyu mtu ana karibu milioni 2 kasoro. Kumbuka, bwana nipige hesabu mwenyewe. Bwana nipige hesabu hapo. Manake watu wanaweza kuwa nafikiri hii kitu sio. Haya, tunasema 865 mara 2500. Huyo ana milioni 2,100,000. Amefanya nini? Alichofanya tu amewafundisha watu wakaelewa, lakini na wenyewe waliofundisha na wenyewe wanatengeneza hela. Sasa unaweza mkafikiri kwamba hii kitu, kwa nimwangalia upline wake. Upline wake huyu hapa. Kupitia yeye nitaweza kuangalia sasa, nitakuja kuonyesha kitu hapa. Nitakuja kuangalia hivi kweli huyu alichokuwa anasema. Upline wake huyu hapa. Angalia huyu ametengeneza $865. Angalia upline wake sasa. Upline wake nikiweka ID yake hapa. Upline wake katengeneza $860. Huyu kamzidi $5. Ashamzidi. Atakuja kumzidi tu. Inawezekana kamzidi au upline wake kamzidi, vyovyote vile. Upline wake ashatengeneza $860. Huyu kamzidi $5. Ashamzidi tayari. Mzidi kumzidi. Sasa nikiangalia partners wa huyu upline wake, utamuona na Nasra. Nikiangalia Nasra yeye sasa huyu mama huyu upline wake amemsajili Nasra na mtu mwingine, watu wawili. Sawa? Lakini chini yake huko kushakuwa na watu 9. Yaani alipomuuzia na Nasra akauzia watu wengine, Nasra wale wameuziana huko chini. Lakini ukija hapa tutaangalia huyu kuna mmoja amemuuzia hapa tarehe ngapi? Tarehe 14 mwezi wa 12. Juzi tu hapa amemuuzia. Huyu kaanza level 3 kwa 5. Huyu make ndo Nasra kaanza na level 7 kwa 5. Hii ana watu wawili. Kwa hiyo kwa Nasra huko ndo kuna watu wengi wanateremka chini. Lakini nikitaka kuangalia kwenye Nasra kwa wale sasa hivi na Nasra ina shilingi ngapi? Mimi nabonyeza hapa. Nasra anaonyesha hela zako tafadhali. Huyu kuna $75 hapa. Hizi nyingine kashatumia wewe. Kuna $75 ametulia nazo hapa. Ziko tu kwenye wallet yake na yeye akiangalia atazikuta hizo hizo. Mimi naziona hapa. Lakini siwezi kuzitoa hata nifanyeje. Mpaka yeye atoe. Sasa mimi naomba niishie hapa leo. Stop share hapa. Nikaribishe maswali. Of course karibishe maswali au kama kuna mtu anahitaji ufafanuzi, mtu anahitaji jinsi ya kuanza. Naona Kasmira anacheka sana. Kama kuna mtu anahitaji kuuliza swali, ngoja ni wa mute wote. Ni mute wote. Ana pili amekuwa wa kwanza kuonyesha mkono. Tutampa nafasi hapa. Allow participants to unmute. Okay. Unaweza mka-unmute sasa wote. Wewe pili mlio umenyosha mkono sio wa kidigitali. Ukienda moa hapo. Karibu Madam Pili. Asante jamani, asante kwa darasa zuri. Ukisikiliza unaweza useme jamani kwani nilikuwa wapi? Hongera shoga yangu Nasra, ila una deni kubwa sana na mimi, haiwezekani. Sasa naomba msigombane huko kwenye meeting au
Sawa. Sasa swali langu ni kwamba ndio nawezaje kujua kwamba watu ambao nimewapa elimu wameingia ama wamekubali kuingia kwenye huo mfumo? Kuingia kwenye timu yako au kuingia kwenye? Yes, wakaingia kwenye hiyo timu yangu, yani nikajua kwamba hawa ndio wale ambao niliwapa elimu, niliwafundisha, wakaelewa, wakaingia. Nawezaje kujua kwamba hawa ndio, kwa mfano kwenye chati ya Nasra hapo wamefika 9. Unawezaje kujua kwamba hawa ndio wenyewe? Lakini kitu kingine ni baada ya muda gani unaweza ukasema labda hiyo pesa imemachua unaweza kutoa, ama ikishaweka ndio imeweka kuna muda fulani ambao umewekwa kwamba ikifikia hapo ndio unaweza kutoa, ama inakuwaje? Okay, maswali yako mazuri sana. Swali la kwanza ni kwamba utawajuaje watu wako uliowasajili? Sawa? Mtu anayeingia kwenye timu yako lazima wewe umuuzie smart contract. Kwa hiyo lazima afungue wallet, akishafungua wallet wewe unamuuzia smart contract yako. Sasa smart contract yako iko wapi? Hii hapa. Hii hapa nilikuwa nimeshare hapa. Wewe ni share. Kila mtu ana ya kwake. Kila mtu ana ya kwake. Ukiingia kwenye Fosaji hapa. Hii hapa Fosaji hapa. Kirudi hapa. Haya, ukisoma hapa kuna sehemu imeandikwa my affiliate link. Unaiona hii? Huu ndo mkataba wa huyu mtu huyu hapa. Huu ndo mkataba wake huyu. Hiki ndo anachokiuza yeye. Hii ndo bidhaa. Kwa hiyo wewe ukianza kupitia hiyo bidhaa hiyo smart contract hiyo, manake yeye anatengeneza hela kwenye wallet yake. Kwa sababu gani? Huu mkataba umeunganishwa na wallet ya Nasra. Okay. Kwa hiyo pesa yote itakayotengenezwa kupitia mkataba huu manake itakuja direct kwa Nasra moja kwa moja. Na wakati huo na kujibu swali linalofuata, manake hela ikishaingia muda huo unaweza kaitoa, unaweza kaigawa, unaweza ukafanya vyovyote kwenye wallet yako hapo ulipo. Hapo alipo Nasra akitaka kuitoa, kuna sehemu unabonyeza send, anatuma kwa wakala, anapokea hela yake. Au kama wakala yuko naye hapo, anapokea hela yake. Kama yuko nchi za nje, anaenda kwenye ATM. Sisi Tanzania hamna ATM. Anatoa kwenye ATM za cryptocurrency. Kama anataka kununua vitu, ananunua kwa kupitia hiyo smart contract yake. Kwenye wallet yake hizo hela alizotengeneza. Kwa hiyo hakuna cha kumachua. Ukishatengeneza hela muda huo unaweza kuzitoa. Yes. Sawa. Kwa hiyo wewe ukianza, manake na wewe ukianza kwa link labda hii hapa. Na wewe ukifungua account yako, kwa sababu na wewe utapewa ID yako ambayo wewe ukianza utakuwa kwenye 2020 huko tunaendelea 22 sisi ngapi. Wewe ukianza, manake ukishapewa hii na chini yako kutakuwa na nini? Kutakuwa na link yako ya kwako tofauti na mtu mwingine. Unataka kuuza wewe, manake utabonyeza hapa copy hapa pap. Copy unamtumia kwenye message au sehemu yoyote. Yeye akiingia kwenye wallet yake atajisajili kupitia hiyo linki. Na akishajisajili akiwa na activate cha kwanza hivi, pap, hela inakuja kwenye wallet yako. Activate cha pili, hela inakuja kwenye wallet yako, kwa sababu mkataba unatambua kwamba huu mkataba nilionao mimi wallet yake ni namba fulani. Sawa. Umeona hapa imesema hivi, ID ni hapa, upline ID. Upline ID maana yake ni yule aliyemuuzia huyo hapa, wallet yake hii hapa, namba zake ziko hapa. Yaani zote imeshaviweka pamoja. Kwa hiyo maana yake pesa yote itakayotengenezwa kupitia linki hii, kupitia hii bidhaa, hii ni bidhaa hii. Kwa hiyo mtumia akiuliza anauza nini, kaambia nauza linki hii hapa. Sawa. Wengine wanahangaika na bidhaa makubwa ya kuweka mlinzi ya kufanya nini? Mimi nahangaika nayo bidhaa ninayo kwenye simu. Nikienda Bukoba niko nayo. Nikilala usiku simu yangu iko kitandani hapa niko nayo. Yaani hakuna mtu akiiba simu nachukua simu nyingine naiweka. Kwa hiyo mimi bidhaa yangu natembea nayo popote nitakapokuwa. Nikienda mbuga za wanyama niko nayo. Sawa, asante kwa ufafanuzi. Okay.
Na wengine waliokuwa na swali kama hilo nafikiri wameona kitu hapo. Naona Mr. Kasmir ulikuwa umeamsha mkono ambao sio wa kidigitali. Lakini naomba unmute hapo usikie nani. Unaweza kunmute mic yako. Bonyeza hapo kwenye mute, unmute hapo chini kabisa kushoto hapo. Kuna alama ya mic imewekewa X. Nakupata hapo. Hapa unanipata eh? Yes. Karibu kwanza, uko wapi? Asante, mimi niko Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam? Umealikwa na nani? Nimealikwa na Nasra. Nasra, okay, good. Nashukuru sana, nasikia nafurahi kwa kupata somo hili. Limeniingia kichwani kwa kweli, nimeelewa vizuri. Kama nimeelewa, kitu kingine ambacho nataka kuuliza ni kwamba sikusikii vizuri, unaweza ukatoa earphone hizi maana naona kama zinapiga cha. Yaani usichomoe kwenye simu hapo ongea. Hapo unanipata eh? Hapo fresh. Ni kwamba nataka nijue hiyo wallet yangu inafunguliwa na mtu aliyenialika au nafunguliwa vipi? Okay. Swali lingine ni moja tu hilo. Bado la pili ni kwamba simu yako inahitajika wewe online muda wote au inakuwa ni muda ule tu ambao unataka kufanya muda ambao unatakiwa umuuzie mtu, alafu na namna ya kuweka hiyo hiyo US namna kuiweka inawekwa vipi? Okay, sasa unaweza kaweka earphone sasa ili usikilize vizuri. Okay, naona unahangaika kidogo. Unaweza kaweka earphone ili usikilize vizuri sasa. Sasa wallet ziko nyingi sana. Kwa hiyo utakachofanya utadownload wallet kwenye simu yako. Wallet ni application ambayo iko kwenye App Store au Play Store. Na kwa wale ambao mko kwenye e-call mnaweza mkadownload leo wallet. Unaweza kudownload tu. It is free. Una download free. Kwa kutumia bando lako lile una download. Kama application nyingine. Ukisha download ile wallet, utakupa msaada wa kuiset ile wallet yako. Sababu wallet ile inakuwa na maneno 12 ambayo ni ya siri, ni ya kwako wewe. Ambayo in case labda device yako imepotea, utarecover hiyo wallet kwa kutumia device nyingine. Kwa hiyo wallet una download kwenye Play Store au App Store. Na wallet tunazotumia mara nyingi sana kwenye wale wanaotumia Android tunatumia inaitwa Trust Wallet, kama unaweza kuandika Trust Wallet. Lakini kama unatumia App Store au unatumia iPhone utatumia ile Token Pocket Wallet. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza, una download wewe mwenyewe, hata sasa hivi ukitoka tunaweza kudownload. Lakini kinachofuata maana wewe ile wallet yako ina provision za kutuma hela, kupokea hela au kununua kitu kupitia wallet. Unaweza kununua nguo kupitia wallet, unaweza kununua chochote. Sana watu wanaouza hizo vitu kwa kutumia wallet kwa sababu kuna sehemu una scan, ukisha scan unatuma labda kitu kinauzwa USD 10. Unaandika pale USD 10, unamtumia kwenye wallet yake, unakuwa umeshalipa, umemaliza. Lakini utapokea, maana yake utakachofanya ukitaka kuanza unachukua zile, kwa mfano unataka kuanza na $600, labda tuseme $160. Sasa $160 maana yake ni 400,000. Kama 400,000, kama 160 ni 400,000, maana yake wewe utakuwa na 400,000, alafu tunakuwekea $160 kwenye wallet yako. Hizo tunaziwekaje sasa? Kwa mtu ambaye ana cryptocurrency. Kwa mfano Nasra sasa hivi ana cryptocurrency ana $75. Kama unataka $75, maana kwa utampa shilingi yeye akupe dola, au kuna mawakala wetu ambao tuko nao kwenye timu zetu hizi ambao ukitaka cryptocurrency yote hata $10,000 ngapi wanazo, wanafanya biashara. Kwa
Kwa hiyo atakupa hizo cryptocurrency kwenye wallet yako. Alafu kupitia wallet yako sasa nitakupa maelekezo jinsi ya kujiunga. Unapewa link ya yule mtu ambaye amefanyaje? Amekualika. Unaenda kwenye wallet huko, kuna sehemu ya kuingia mpaka kwenye Fosaji, unajisajili, unamaliza. Ukishamaliza basi na wewe unakuwa na contract yako, unaweza kuiuza. Lakini kwa kipindi ambacho unajisajili lazima uwe kwenye network. Utatumia bando. Lakini baada ya hapo unaweza kuzima bando lako, unaweza kufanya vyovyote. Ukiwasha wallet unaweza kuaccess kwa kutumia bando lako. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kipo. Nafikiri umenipata. Sawa. Kwa ukihitaji ku-download wallet kwa mtu yote tu hapa, anaweza kanipigia simu mimi, namba yangu nafikiri mnaweza kuipata kwa watu ambao wamewalika. Nikawaelekeza jinsi ya ku-download wallet. Unaweza hata sasa hivi kama mtu utakuwa nani, unaweza ukaandika kwenye nani yako, kaandika kama ni Android, kaandika wallet research Trust Wallet, kwa download ikakaa kwenye simu yako. Usiset kwa sababu ukiset inahitaji maelekezo kidogo. Kaandika Trust Wallet hiyo hapo. Kama uko kwenye nani, kaandika token pocket itakuja, ina alama ya blue fulani na P. Hii ina alama ya kama love hivi, imezungushiwa ufito wa blue. Kwa hiyo hizo ndo wallet ambazo kila mtu akienda download aione. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kipo. Nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri swali lako. Mwingine? Au una swali lingine la ziada? Hapana. Okay. Kwa hiyo kilichopo tu hapo wewe ni kuangalia fund yako na kuweza kuanza kupitia kwa mtu ambaye amekualika, au mkaweka mikakati. Mwingine ambaye ana swali? Okay. Adija, unanipata? Unaweza kaongea? Adija, unaweza ka-unmute mic yako? Okay. Karuru? Rafiki yangu Karuru, Mr. Nsumba, unaweza kuwa umenipata hapo? Takucheki baadaye. Godwin, takucheki baadaye. Okay, good. Okay, Mr. Hussein, rafiki yangu, nimekuona ulikuwa unapata kidogo network inakusumbua, inatoka, lakini nimekuona. Naona hayuko katika position. Hapa nimkaribishe Mr. Joseph Moringe aweze kuongea nasi kidogo kabla hatujamalizia meeting yetu. Karibu sana kiongozi. Leo nanipata? Nakupata kiongozi, karibu sana. Jamani, habari za jioni. Poleni sana kwa wale mpaka saizi ambao bado mko online kwa uvumilivu wa kipindi chetu. Kiongozi, nashukuru sana bana, darasa la leo limekuwa zuri. Hasa kwa wale ambao ni wageni kabisa walikuwa hawajapata darasa, nadhani hakika wameshiba. Yes. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia hapa message. Huyu Karuru alikuwa na maswali, lakini naona atakutafuta. Nadai mazingira yaliyopo sio rafiki. Nadhani mazingira yake hayakuwa labda mazuri ya kumpa uhuru wa kuuliza udadisi, lakini nadhani akaribie tu atapata majibu. Nadhani mimi nawashukuru wote. Okay. Asante sana. Tuko pamoja kiongozi. Huyu ni kiongozi ambaye ameshaanza biashara na ni mtu ambaye mimi nampenda sana kwa sababu hakosi meeting, lakini tuna mpango mkubwa sana ya kujenga timu zetu na ni mtu ambaye ana focus kubwa sana. Kwa hiyo hana muda mrefu, lakini
kuna kitu ambacho nakiona ndani yake ni kikubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze wote ambao mmehudhuria meeting yetu. Tutatuma tena ratiba ya meeting, lakini wewe hapa ulipo umepata kila kitu kinachokusaidia wewe kuanza biashara. Kwa hiyo hapa ni wewe, akili yako, na kama umeona pesa ndani yake, maana utaweza kuwa haraka kama mimi nilivyokuwa, kama kiongozi alivyokuwa sema nakuja kesho, akaja kuanza biashara. Kwa hiyo kama umeona kitu ambacho kipo, kama umeziona pesa, na tunasema kwamba money loves speed, yani pesa zinataka speed. Pesa zitaki mtu anayelegea sema sasa labda mwakani mwezi wa 12 huu mambo mengi. Ukishakuwa na visingizio vya hivyo, maana bado huwezi kufika kwenye mambo ambayo umepanga kuyafanya. Kwa hiyo kimsingi mimi niwapongeze wote ambao mmehudhuria meeting yetu, na niwakaribishe tena na tena. Tuko pamoja kwa ajili ya kuwasaidia na kwa ajili ya kujenga timu zenu. Mimi kila mtu anayekuja kwenye timu yangu nampa uzito ule ule, hata kama wewe ni wa 100 ngapi, kwa sababu ukiangalia kwenye timu yangu kuna watu zaidi ya 270. Hata kama ule wa 270 na mwisho ule, bado mimi nampa uzito sawa, kwa sababu najua yeye amekuja kwenye timu yetu na ametuamini, na ana haki sawa za kutengeneza pesa kama mtu aliyeanza wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nakuhakikishia, na ukija kwenye hii timu utatengeneza pesa. Na hicho kitu nilitaka nikuonyeshe tu kwenye account yangu kwa kushare kwa mara ya mwisho tu. Nataka nikuonyeshe kwamba mimi kwenye account yangu wote ambao nimewaalika mimi kama mimi wametengeneza pesa. Kwa mfano, kija kwenye account yangu hapa 58,612. Watu wangu wote wametengeneza pesa. Aidha hao wamesajili mtu, hajasajili mtu, wametengeneza pesa. Kwa hiyo maana huko kwenye timu ambayo sisi tunasaidiana. Mimi kuna kipindi mpaka kuna mtu alikuwa ananizidi pesa ambaye nimemwalika mimi ananizidi pesa. Naona hapa wako 228 ambao wako huko chini. Mimi registration zangu ni 9. Lakini huyu anatengeneza $3,000, huyu katengeneza $85, huyu katengeneza $145, katengeneza $40. Ana mtu kabisa sifuri, katengeneza $40, katengeneza ana mtu mmoja 70, huyu katengeneza 725. Huyu jamaa huyu alifungua account alafu kapotea. Na nikiangalia account yake baada ya muda fulani itatengeneza hela kwa sababu kuna spiro wazishakaa hapo juu. Lakini huyu kashatengeneza $1,100, huyu katengeneza $10,000. Huyu ndo mtu wangu nilianza naye wa kwanza kabisa. Nilianza naye akaanza tarehe 16 kaanza, akasema mimi kiongozi wewe nakufahamu. Taanza wote. Huyu naye ni kiongozi mkubwa sana, mtakuja kumuona kwenye siku za mbele. Kwa hiyo guys, mimi nawapongeza sana na naomba niwatakie usiku mwema. Na kwa wale ambao tuko kwenye grupu, hii meeting yetu tutaitupa kwenye grupu, itakuwa recorded, nitawatumia, naweza kusikiliza tena. Lakini pia ukiingia kwenye YouTube ukaandika Beyond Favor, utapata kwenye YouTube channel yangu ambayo nimeanza sasa kuweka yale mafunzo. Unaweza ukapata yale mafunzo mbalimbali ambayo nakuwa nafundisha. Kwa hiyo ingia kwenye YouTube channel yangu imeandikwa Beyond Favor, unaweza ukapata mafunzo mbalimbali mengine. Kwa hiyo otherwise nawatakia usiku mwema. Bye bye.